Afrika Mashariki katika msikilizaji wa Radio 1. Karibu sana katika kipindi chetu cha malumbano ya hoja, kipindi ambacho kinakujia siku na wakati kama ilivyo hii leo, ikiwa na mada tofauti. Lakini usiku huu mada yetu kubwa hapa ikiwa ni nini kifanyike kukomesha matumizi mabaya ya mitandao, kusambaza chuki, upotoshaji na taarifa za taharuki kwa umma na kuharibu maadili. Moja kwa moja tunakwenda meza kuu, lakini kumbuka pia hapo baadaye tutakupasa tupige simu moja kwa moja hapo, ulize swali, utoe maoni, hata vile vile ukosoe ambao tunakwenda kuyajadili. Mitandao yetu pia iko wazi hapo, unaweza kutuandikia kuhusiana na mada yetu usiku huu. Mimi ni Jacqueline Slem, kwa moyo mkunjufu karibu sana katika kipindi chetu hadi tamati. Meza kuu usiku tumebahatika kuwa naye Bwana Andrew Kisaka, akiwa ni meneja huduma za utangazaji kutoka TCRA. Karibu sana katika studio zetu. Asante sana. Lakini pia tunaye Bwana Matias Haule, akiwa ni mkurugenzi msaidizi haki na maendeleo ya mtoto kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalum. Karibu sana katika studio zetu. Pia tunaye Dr. Harrison Onditi, akiwa ni mhadhiri mwandamizi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kampasi ya Duse, lakini vile vile ni mtafiti. Karibu sana katika studio zetu. Pia tumebahatika kuwa naye Bwana Yusuf Kileo, akiwa ni mtaalamu wa usalama wa mtandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali kutoka Bodi ya Wakurugenzi wa TEHAMA nchi za bara la Afrika. Karibu sana katika studio zetu. Asante sana. Lakini pia tunaye Bwana Michael Maru, akiwa ni mjumbe wa kamati ya kitaifa ya ulinzi wa watoto mtandaoni. Karibu sana katika studio zetu. Asante sana. Tafadhali karibu. Lakini sisi sote karibuni, tuendelee kulumbana kwa hoja. Moja kwa moja tunakwenda meza kuu. Mada hapa ni nini kifanyike kukomesha matumizi mabaya ya mitandao, kusambaza chuki, upotoshaji na taarifa za taharuki kwa umma na kuharibu maadili. Karibu sana. Nashukuru sana kwa kupata fursa hii kushiriki katika kipindi hiki cha malumbano ya hoja. Labda kabla sijaanza kuzungumzia hasa mada yenyewe, ni vizuri tukaelewa sisi mamlaka ya mawasiliano tunafanya nini, ili mjadala utakapokuja basi yale maswali yanayostahiki kupelekwa mamlaka yaelekezwe huku. Mamlaka ya mawasiliano Tanzania tunasimamia sekta 3 ndogo za mawasiliano. Kuna sekta ndogo ya mawasiliano ya simu na internet, alafu kuna sekta ndogo ya masuala ya posto, alafu kuna sekta ndogo inayohusiana na masuala ya utangazaji. Sasa katika hizi sekta 3, nikirejea mada yetu ya leo inazungumzia mitandao, matumizi ya mitandao. Kwa hiyo hapo kuna swala la internet na hapo kuna masuala ya maudhui. Maudhui katika muktadha wa utangazaji, lakini maudhui katika muktadha wa internet. Sasa mada yetu inasema nini kifanyike kukomesha matumizi mabaya ya mtandao. Nini kifanyike? Na sio kupunguza, kukomesha matumizi mabaya ya mtandao. Na hapo matumizi mabaya ya mtandao kuna vitu ndani vingi vimewekwa kwenye mada. Kuna upotoshaji umezungumzwa, kuna swala la maadili, kuna swala la taharuki, unatumia mtandao alafu unaleta taharuki. Sasa tuangalie nani anayetumia huu mtandao. Ni mimi na wewe. Na mtandao kwetu ni kama fursa ya kuweza kuwasiliana, fursa ya kupata taarifa, fursa ya kutoa taarifa, fursa ya kuongeza elimu. Sasa huyu anayemtumia mtandao huyu ni mtu ambaye tuko katika rika tofauti. Kuna kina baba, kuna kina mama, kuna watoto, wote hawa wanataka kutumia mtandao. Na katika matumizi ya mtandao kuna kutoa taarifa, unaandika taarifa lakini bila kujua kwamba hii taarifa utakayoiandika italeta taharuki. Unaandika tu lakini hujajiuliza kwamba hiki ninachoandika kitaleta taharuki, kitapokelewa vipi. Huyo ni mtu ambaye anayetumia mtandao. Lakini kuna mwingine anaandika taarifa kwa lengo zuri tu kabisa kwamba hii taarifa italeta faida kwa watumiaji. Lakini kuna yule anayetumia mtandao anafanya maksudi kwamba hiki ninachoandika
ninataka kilete taharuki, ninataka kupotosha. Wapo, liko hilo kundi ambalo linafanya makusudi na kutumia mtandao vibaya. Sasa mada yetu ya leo inasema, je, hawa wote hawa tunashughulika nao vipi? Na sisi kama mamlaka ya mawasiliano nafasi yetu ni ipi? Nianze kwa kuzungumza kwamba kwa hawa, hili group ambalo linaandika taarifa bila kujua kwamba zitaleta taharuki. Hata we mwenyewe unaweza ukaandika kitu hapa, lakini kumbe hiki nilichoandika ndio kimefanya hivi, hiki nilichoandika ndio kimesababisha hiki nilichoandika ndio kimeleta taharuki. Sasa hapo kwanza kuna swala la elimu. Elimu ndio silaha namba moja kwanza kwa wengi ambao wanatumia mtandao. Na hii elimu ni watu wote, inatakiwa tuelimishane kwamba mtandao una madhara, kuanzia kule nyumbani, kuanzia shuleni, makanisani, misikitini, wote kwa pamoja tukielimishana matumizi salama na bora ya mtandao, tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Lakini vile vile kuna yule anayepokea taarifa bila kuelewa au kwa kuona amenogewa tu kwamba hii taarifa anaisambaza na yeye. Tukumbuke kuna hili kundi la kusambaza. Huyu kaiona kampa mwenzake, huyu kaiona kampa mwenzake, taarifa inaenea kwa muda mfupi, lakini hakuna anayejua hiyo chanzo cha taarifa ni kama ni kweli au sio cha kweli. Na ndio maana narudi pale, yote haya yanataka elimu. Tuanze na elimu. Elimu ndio silaha kubwa. Kwa hiyo sisi mamlaka ya mawasiliano, pamoja na kwamba tunasimamia mitandao hii, lakini vile vile tuna jukumu la kutoa elimu kwa umma kuhusu matumizi salama ya mtandao. Labda niweke nukta hapo, niruhusu wengine nao wazungumze. Kabla hatujasonga mbele, pengine tatizo hili ni kubwa kiasi gani kwa sasa nchini? Unapoelezea ukubwa, uwe na kipimo. Sasa sijui nitumie kipimo gani kuelezea kwamba ni kubwa. Ya kawaida pengine, hasa wanaopotosha. Nafikiri tatizo tunalo, na unapoelezea ukubwa inabidi uwe mwangalifu unapofanya hii tathmini. Lakini kwa ujumla tuna watumiaji wa internet kama milioni 39, nafikiri hivi karibuni 3. Hawa watu wote wanatumia mtandao. Sasa tuko jopo zuri tu hapa, kuna wachunguzi wa mambo ya mtandao na wao watakuwa wanasema kwamba haya matukio wanayapokea kwa ukubwa gani na mangapi wanayashughulikia na yako katika hali gani. Kwa hiyo kwa ujumla sisi kama mamlaka ya mawasiliano, kazi yetu kubwa kwanza ni kujua kwamba viwango vya mifumo ya mitandao au internet iko katika hali inayotakiwa. Lakini cyber space ile iko salama? Kwa hiyo ndio kazi yetu kubwa sana. Lakini kwamba ni cases ngapi zimechukuliwa na zimeshughulikiwa zipi, nafikiri wenzangu watatoa hizo takwimu na kuweza kutoa picha ya ukubwa wa hili tatizo. Nakushukuru sana Matias, karibu. Asante. Kama ulivyotambulisha, mimi naitwa Matias Yaule, mkurugenzi msaidizi Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Kwenye hii mada ya nini kifanyike kuzuia maudhui mabaya ya mtandao, sisi tungeongezea zaidi hapo kwamba nini kifanyike kuzuia ukatili dhidi ya watoto kupitia mtandao, kwa sababu huu ukatili unasababishwa pia na matumizi mabaya ya mtandao. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafikiria nijikite zaidi kwenye eneo hili, kwa sababu sisi kama wizara tuna dhamana ya kutunga sera, pia kurekebisha sheria, kushughulika na miongozo, pamoja na kutoa elimu mbalimbali. Kwenye eneo la ukatili dhidi ya watoto mtandaoni, sisi tulifanya utafiti mwaka 2022 ambao ulibainisha kwamba 67% ya watoto Tanzania waliokuwa na umri kati ya miaka 12 mpaka 17 wanatumia mitandao ya kijamii aina mbalimbali, WhatsApp, Instagram, X, zamani ilikuwa inaitwa Twitter, na Facebook
Kwa hiyo hiyo mitandao watoto wanatumia kutumia simu za wazazi wao au ndugu zao na jamaa zao. Kwa hiyo hapo ingia mtandaoni huwa mara nyingi sio hii madhara ya kutukanwa, unyanyasaji wa kijinsia, wa kingono, wakati mwingine wanatishwa, wanakudhulumiwa wakati mwingine. Sasa ule ukatili unaathiri sana watoto kisaikolojia, lakini pia wakati mwingine watoto wanakuwa na uraibu, wanatumia sana mtandao, wanapoteza muda mwingi wasomi, pia wengine mpaka wanapata madhara ya kiafya, kisaikolojia na kadhalika. Kwa hiyo sisi kama wizara tuliona hii swala ni tatizo kubwa. Kitu ambacho tunafanya sasa hivi ni kufanya kampeni za kuelimisha wananchi, hasa wazazi na watoto, ili wasaidia watoto kuwasimamia katika matumizi yao ya mtandao, kwa sababu hatuwezi kuwazuia watoto kutumia mtandao. Kama wasema mwenzangu hapa, watoto watumie mtandao kwa ajili ya kujifunza, lakini pia kuburudika na kupata habari mbalimbali. Kwa hiyo mtandao huwezi kuzuia watoto wasitumie, kwa wanatakiwa waongozwe. Kwa hiyo kama tunapotoa elimu ya malezi, tunasaidia wazazi pia kuongoza watoto wao jinsi ya kutumia mitandao. Lakini pia tumefanya mabadiliko ya sheria ya mtoto, sheria ya msaada wa kisheria na sheria ya makosa ya mtandaoni. Tulifanya hivyo kwa sababu tulikuwa tunaona kuna mapungufu. Kwa mfano kwenye sheria ya makosa mtandaoni, sasa hivi kuna adhabu ya faini ya chini, sio chini ya 150, lakini pia mtu anaweza akionekana amefanya makosa mtandaoni kwa mtoto, labda akatupa picha za mtoto za mtandaoni ambazo hazina maadili, anaweza akapewa adhabu hata kucompensate wakati mwingine mtoto aliyemfanyia tukio. Kwa hiyo tumebadilisha sheria, lakini sasa hivi tumeandaa kitini pia cha kutoa elimu ya kuachilia tu mtandaoni, ambao tuna specific kwa ajili ya wazazi na watoto. Kwa hiyo tunapita kwa mikoa yote, tumetoa mafunzo kwa maafisa maendeleo ya jamii, maafisa wa jamii, maafisa wote ya polisi pamoja na maafisa elimu, ili elimu hii pia ifike shuleni. Mashuleni kule tunaamini kwamba masuala ya mtandao ni ya malezi. Walimu wana play part kubwa sana katika kuzuia ukatili, kwa sababu watoto wakipewa elimu ya kujikinga au kwa sababu mtandaoni na walimu wakishirikiana na wazazi, nafikiri watoto kuanzia udogoni walipokuwa wakubwa, hata matumizi yao baadaye yatakuwa sio ya kutumia matumizi mabaya ya mtandao. Kwa hiyo sisi kama wizara tumeandaa miongozo, kitini cha kutoa elimu, lakini tumebadilisha sheria, na tunategemea tukifanya marekebisho ya sera, tukifanya review ya sera, turekebishe baadhi ya vifungu ili na masuala ya ukatili tu mtandaoni yaweze kutokea. Haya, nakushukuru sana kwa mchango wako huu. Dr. Hezron, tafadhali karibu. Asante, naitwa Dr. Hezron Onditi kama nilivyotambulishwa, mwadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na mtafiti kutoka kampasi ya Duse. Na washukuru wenzangu waliotangulia kwa kuelezea ni mambo gani yanahitaji kufanyika ili kuzuia matumizi mabaya ya mitandao. Na kama walivyokwisha kusema wenzangu, tuko katika ulimwengu wa kidijitali. Na sasa hivi jamii, ukianzia watoto wote tunatumia hivi vifaa. Ndio ulimwengu ambao tulioko sasa hivi. Na kama watu wetu wa TCRA walivyosema, ukiangalia subscription line za simu ambazo ziko katika mitaa zinamilikiwa zinazidi hata idadi ya watu wa Tanzania. Kutokana na sensa yetu kwa milioni karibia 61, lakini sasa hivi tunakimbia huko milioni zaidi ya 60. Lakini line za simu zinazotumika ni zaidi ya hizo milioni 60. Kwa hiyo namba za line za simu ni nyingi kuliko idadi ya watu. Hata mtoto aliyeko tumboni kama tungekuwa tunagawa, anaweza akawa na line ya simu. Kwa hiyo mnaweza mkaona ni kwa kiasi gani mitandao inatumika. Na internet matumizi ni makubwa. Kwa hiyo ni kuanzia watoto mpaka watu wazima, wote tunatumia hivi vifaa na vina faida kama walivyosema wenzangu, kwa watoto, watu wazima. Maendeleo ni katika sekta zote tunatumia hii mitandao na internet na hii. Kwa hiyo tukitumia vizuri kabisa tunaweza kupata maendeleo na manufaa makubwa zaidi. Sasa matumizi mabaya yanakuja. Kwa nini kwanza matumizi mabaya yawepo? Ni kwanza kabisa tunatumia hivi vifaa kwa sababu huenda hatujapata maandalizi ya kutosha katika matumizi mazuri ya hivi vifaa. Ni sawa sawa unanunua gari lakini hujaenda driving, lazima utapata ajali. Kwa hiyo lazima kwanza upate muongozo uende driving, ndipo utaweza kutumia gari yako vizuri na utakwepa ajali. Lakini unapata simu,
Unakuta labda mtu ni mtu mzima, anatamani afanye kazi, apate simu, sana sana vijana na nini, lakini anapata simu bila kuwa na elimu ya awali kuhusu matumizi. Lazima atakumbana na ajali. Ataangalia vitu visivyostahili, atatuma ujumbe usiostahili bila kujua ya kuwa mara unapotuma taarifa hiyo inasambaa na itabaki kwenye mitandao milele. Hiyo ni taarifa nzuri au mbaya. Unaposema tu tuma, tayari itakuwa kwenye mitandao. Sasa kama hujajiandaa na hujawa na elimu ya kutosha, lazima tutakuwa na matatizo haya. Na wengine wanafanya hivyo bila kujua, kwa sababu haelewi. Hakuelewa, hajaandaliwa juu ya matumizi ya hivi mitandao. Kwa hiyo atajikuta yuko katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo kama ilivyosemwa, elimu ni kitu cha muhimu sana katika kuwasaidia watoto na hata watu wazima. Na ukiangalia kati ya watoto na watu wazima, unaweza ukasema watoto ndio wataalamu wakubwa wa mitandao kuliko watu wazima. Kama tulivyo hapa, wewe ukirudi nyumbani kama mzazi, mtoto wako anapokea nini? Simu. Na ikiharibika, nani anakutengenezea password? Utampa mtoto simu. Kwa hiyo watoto ndio wataalamu na wazazi wanakuwa watoto katika karne hii ya mitandao. Kwa hiyo lazima tuanze kutoa elimu kwa watoto, hata kwa watu wazima inapokuja swala la mitandao. Bado wanahitaji elimu ya kutosha. Hii elimu inaweza ikatolewa wapi? Serikali inaweza kaandaa mipango mbalimbali ya kutoa elimu katika makundi mbalimbali, labda maeneo kama ilivyosemwa, madhehebu, kanisani, misikitini, elimu inaweza ikatolewa. Lakini makampuni, haya mashirika ya simu, wanalo jukumu kubwa sana la kutoa elimu kwa jamii hata kabla ya kuwa na hivi vifaa. Kitu kingine ni malezi katika ngazi ya familia. Tunawaandaaje vijana, na sisi kama wazazi kwenye familia tunajiandaaje kutumia hivi vifaa? Mama unaponunua simu, familia inaponunua hivi vifaa pale, tunakuwa na elimu ya kutosha? Tunaelimishana au tunafurahi tunakushabikia ya kuwa nimenunua iPhone, nimenunua Samsung, bila kujua ya kuwa unaweza kawa umenunua bomu nyumbani ambayo inaweza kusababisha hatari kubwa sana nyumbani, kwako binafsi, kwa jamii na kwa taifa kwa ujumla bila kujua. Kwa hiyo lazima katika familia tuwe na malezi sahihi, namna bora ya kutumia hii mitandao. Na tuweza tukawata na sera. Kwa hiyo hata kama ni mzazi, unamwambia mtoto au kijana, kabla ya kutuma kitu chochote kwenye mitandao, fikiri kabla ya kutuma. Kwa sababu ukishatuma kitabaki huko milele. Kwa hiyo kuwa na sheria ndogo ndogo katika ngazi ya familia. Lakini vile vile katika hivi vifaa, ngazi ya taifa, serikali nayo ina miongozo, inatunga sheria, inatunga sera mbalimbali ya kulinda jamii kwa ujumla, hata kundi la watoto. Kuna sheria mbalimbali kama alivyosema mkurugenzi hapa za kumlinda mtoto na maandalizi ya kuwasaidia watoto kuanzia kule chini, ili wanapokuwa watu wazima na wao waje wawe watumiaji wazuri ya mitandao. Kwa hiyo swala la elimu ni la msingi sana kwa jamii nzima kwa ujumla. Sheria zetu zinatakiwa ziwepo. Najua tuna sheria za usalama wa mitandao, kuna cyber crime, sheria ya makosa ya mitandao ipo, kuna epoka na sheria zingine zote hizo zipo. Sasa usimamizi wa sheria hizi nazo unatakiwa uwe ni wa kutosha, ili angalau kusaidia jamii kuepukana nayo. Kwa hiyo yapo mambo mengi ambayo yanapaswa kufanyika katika kusaidia jamii kuhusiana na matumizi mabaya ya hii mitandao. Nakushukuru sana kwa kuchangia hapo. Michael, tafadhali karibu. Kumradhi, tunakwenda kwa Yusuf kabla tujaje kwa Michael. Tafadhali karibu. Nashukuru sana Jacqueline. Kwanza ni wapongeze wenzangu wote. Wamegusa vitu vingi sana vya msingi. Na kama nimewasikiliza vizuri, kilichosikika kwa nguvu sana kuna swala la elimu. Lakini kingine kilichosikika kwa nguvu sana, nimeona mapitio ya sheria. Mkurugenzi Haule ameongea vizuri sana, kakaangu hapo Onditi pia ameelezea vizuri. Mimi ninachotaka kwanza kueleza ni kwamba hizi changamoto tunazozungumza za matumizi mabaya ya mitandao, tukubaliane kimsingi zimeendelea kukua kutokana na ukuaji mkubwa wa teknolojia. Teknolojia tunavyozungumza kwa sasa imekuwa inakuwa kwa kasi sana, tofauti na vipindi vya nyuma. Na ndio maana mpaka teknolojia mbalimbali ambazo zinaibukia, tunazita za kuibukia ingawa zimekuwa kwa muda, kama masuala ya artificial intelligence ambayo yanaleta masuala ya kurahisisha taarifa ghushi mitandaoni, yanarahisisha ufanyaji wa changamoto nyingi za kihalifu mtandaoni kama utapeli na wenzake.
zimekuwa na zenyewe zinakuwa kwa kasi. Sasa kujielekeza kwenye nini tufanye, pamoja na ukuaji mkubwa wa teknolojia ambao sisi sote tunakubaliana hatuwezi kurudi nyuma, lazima tuende mbele kwenye matumizi haya ya teknolojia, tuendane na wakati ili kila mtu aweze kupata manufaa yanayokuja na teknolojia hizi, kama vile kuburudika, kujifunza, kuwasiliana na wengine wote. Lakini wakati huo huo lazima tuwe tumejijengea kama taifa tahadhari kwamba hii mitandao inakuja na changamoto zake. Kwa hiyo nisisitize swala la kwanza la kubwa kabisa la msingi kwamba elimu bado ni ya kutolewa kiasi cha kutosha. Tunaita awareness. Lazima tuwajengee watu wetu elimu ya uelewa kuhusiana na matumizi salama ya mitandao na kuwaonyesha kwamba athari gani zinaweza zikawakuta wanapokutana na matumizi mabaya ya mitandao. Mfano, unapofanya matumizi mabaya ya mitandao, labda kudhalilisha watu mitandaoni, kutapeli watu mitandaoni na mengine yanayofanana na hayo, kuna sheria tofauti tofauti. Mfano, tunayo Cyber Crime Act ya mwaka 2015 mwezi wa 9 ambayo ilipita tarehe 1. Inaweza kukuingiza kwenye hukumu tofauti tofauti. Tuwakumbushe watu kwamba kitu ambacho tunachokifanya leo kitabaki kwenye mtandao milele na baadaye kinakuja kukuhukumu. Tuwakumbushe vijana wanaotafuta kazi kesho na kesho kutwa kwamba tuna kitu tunaita background check. Unaweza kesho unaenda kutafuta kazi, katika kukupitia ulivyokuwa kipindi cha awali tukaona kwamba umekuwa na changamoto nyingi kwenye mitandao, kwenye kipengele kile cha media search, na matokeo yako kuta ikawa ndio chanzo cha wewe kukosa fursa tofauti tofauti. Lakini mbali na hapo, unaweza ukaingia kwenye mitandao ukabonyeza hiki na kile, wewe mwenyewe ukajikuta umejiathiri kwa kupata matukio kama hacking, phishing na mengine yanayofanana na hayo. Sasa hayo yote yanakuja na elimu. Tuwape elimu ya kutosha waweze kufahamu kimsingi manufaa makubwa yanayopatikana kwenye teknolojia ni nini, na wanapotumia hiyo teknolojia vibaya mambo gani ama majanga gani yanaweza akawakuta huko mbeleni. Lakini swala la pili, sisi kama taifa vile vile swala la sheria niliongezea tena nguvu kwamba sasa na halafu sheria zetu lazima ziwe zinafanywa mapitio, kwa sababu teknolojia inavyobadilika na sheria na yenyewe inapaswa kupitiwa ili tuendane na teknolojia ya sasa. Na hayo ni mambo ya msingi sana ambayo tunapaswa kuzingatia ili kuhakikisha kwamba tunaendana na kasi ya mabadiliko ya teknolojia na sheria zetu zinaweza kupitiwa kwa staili hiyo hiyo. Lakini vile vile jambo lingine ambalo wenzangu pia wakuzungumzia, lazima tujengeane uwezo sasa watendaji. Sasa hii tunaita capacity building. Kwamba kuna namna mbalimbali za kukabiliana na changamoto za uhalifu mtandao. Na kuna mbinu mbalimbali za uhalifu mtandao zinaendelea kutokea. Sasa jinsi gani tunakabiliana na hii hali? Lazima watu wawe na wale wanaopambana na changamoto hizi, lazima nao wawe na uwezo wa kutosha kuendana na hali ya sasa. Mara nyingi huwa napenda kusema msemo wangu mmoja kwamba uwezi ukawa na umeshikilia kisu unapambana na watu ambao wana vifaru. Definitely vita hivyo vitaisha kabla muda hujaanza. Kwa sababu gani? Namaanisha nini? Kwamba watu wako kama watakuwa hawana uwezo ama uwezo wao ni mdogo wa kukabiliana na changamoto hizi, basi wale wahalifu ambao wanatumia vifaru wenye uwezo mkubwa wanaweza kaleta changamoto nyingi sana kwenye mataifa tofauti tofauti. Na ndio maana wakati mwingine unakuta mataifa mengine kuna changamoto ambazo zinawezekana zikawa zinashindikana kufika pale tunapotegemea zifike. Kwa hiyo kwenye hili tupongeze nchi yetu ya Tanzania. Tuna mradi mkubwa sana Digital Tanzania ambapo tuna takriban watu 500 wamepelekwa kwenye mafunzo mahususi ya kuhakikisha kwamba tunaongezea uwezo ili kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali hizi ambazo zinatokea kwenye mitandao. Lakini lingine ambalo nataka kusisitiza ni mashirikiano na ushirikishwaji wa wanajamii pale tunapotengeneza sera, tunapotengeneza kanuni, tunapotengeneza sheria, watu kwa sababu tunataka wao ndio zinaenda kuwagusa. Kwa hiyo ule ushirikishwaji mkubwa na mpana, na sasa hivi sera nzuri ya Mheshimiwa Rais ya PPP kwamba tunashirikisha private public partnership, kuhakikisha kwamba watu wengi, wadau wengi wanashirikishwa, kuhakikisha kwamba sote tunakuja na nguvu ya pamoja kuweza kukabiliana na changamoto hizi. Hapo tutafika mahali. Lakini kuna swala uliuliza la msingi sana kuhusiana na takwimu. Takwimu ni moja ya vitu ambavyo vinasaidia sana kukabiliana na hii changamoto. Na maanisha nini nikisema takwimu? Watu watapokuwa wanajua kwamba kuna makosa 27, watu 12 walipelekwa mahakamani na wakaonekana wamehukumiwa hivi, wengine litakuwa funzo kwao
na wengine watakuwa wanaacha vitu hivi kufanya bila wewe kutumia nguvu ya ziada. Naomba nikomea hapo, lakini kuna mengi sana tunaweza tukajadili. Nimwachie kakaangu Michael endelea. Nakushukuru sana. Tuje kwako sasa Bwana Michael Marwa akiwa ni mjumbe wa kamati ya kitaifa ya ulinzi wa watoto mtandaoni. Karibu. Asante. Sijui nasikika. Unasikika vizuri, karibu. Asante. Mimi nitachangia mada hii kwa kuongelea uhusiano wa afya ya akili na matumizi mabaya ya mtandao. Lakini kabla sijazungumzia hilo swala, nilitaka pia niongezee kwa alipoishia kileo. Kwa kujibu tu swali nini kifanyike, cha kwanza ni uwekezaji wa nchi. Mimi kama mjumbe wa kamati ya kitaifa ya ulinzi wa watoto mtandaoni, tulibahatika kushiriki mkutano mwaka jana mwezi wa 12 kule Abu Dhabi. Na moja nilichojifunza kule ni kwamba sasa hivi nchi nyingi zimeendelea na wamewekeza kwa kiasi kikubwa, kwa maana ya kwamba kuna mpaka wizara maalum ya masuala ya akili mnemba, AI, yani kuna waziri anayeshughulikia masuala ya akili mnemba. Kwa sababu gani? Ukiangalia taharuki ambayo tunataka kuizungumzia hata hapa leo inatokana na utaalamu uliopo katika akili mnemba ya kubadilisha sauti, sura na kila kitu. Sura yangu inachukuliwa inawekwa kwa mtu mwingine, inafanywa inacheza, ni kwa sababu tu ya hiyo. Sasa tusipokuwa na uwekezaji mkubwa kuanzia ngazi ya serikali, kijamii na kifamilia kama walivyozungumza wenzangu kwamba kuanzia kwenye familia lazima tuwe na uwekezaji, itakuwa ni changamoto. Lakini kingine nini kifanyike ni kuhakikisha kwamba tunaangalia masuala ya afya ya akili na uwekezaji katika eneo la afya ya akili. Tuna wizara yetu ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba afya ya akili ya Watanzania wote iko sawa. Sasa taharuki mojawapo iliyojitokeza na itakayojitokeza katika matumizi mabaya ya mtandao ni kusababisha afya ya akili kuwa mbovu kwa wale ambao wanalengwa. Na mara nyingi wanaolengwa na watakaoathirika zaidi sana sana ni wanawake na watoto. Sasa mimi nikizungumzia kwenye watoto na uhusiano ukoje, kama ukiangalia hata kilichotokea hapa katikati, unakuta kama wewe ni mzazi, taarifa zako ziko mtandaoni, umefanywa kejeli, umetukanwa, umetengenezwa picha zinaonyesha labda maudhui fulani, hutaweza kutembea ukiwa na akili ambayo iko timamu au iko vizuri, kwa sababu kila mtu atakuwa anakuzodoa. Tuliona picha yako, tuliona picha yako. Na kama walivyosema wataalamu, chochote ambacho kinaenda mtandaoni hakiondoki kamwe. Nikikihitaji siku yote hata baada ya miaka 10 takipata. Kwa nini kifanyike? Cha kwanza ni uwekezaji, cha pili ni sisitize pale kwenye elimu ya watumiaji na wale ambao pia wanatumia. Je, unatunza vipi taarifa zako? Je, unajitunza vipi kuhakikisha kwamba wewe hautakuwa ni mlengwa? Cha kwanza kabisa ni hata hivi tunakoelekea sasa kwenye kipindi cha wanasiasa kuwa na harakati nyingi za uchaguzi, mwaka wa uchaguzi huu, ni wanasiasa pia kujiangalia ni jinsi gani watalinda heshima yao ili wasiwe walengwa kwa maana ya target, kwa sababu mtandaoni mara nyingi wale ambao wanatumia mitandao vibaya wanatafuta mtu ambaye anaweza kawa ni mlengo ambao atawaletea followers wengi. Kwa sababu hicho ndio kikubwa ambacho wanaotumia mitandao vibaya wanakitafuta. Kwamba akitengeneza video labda ya Michael Marwa akiwa na mkejeli kwa jambo fulani, atapata watu wengi, na tunafahamu vizuri kwamba ukipata traffic kubwa kwenye mtandao wako au kwenye kifaa unachokitumia kwa kupitia mtandao unaotumia, wale wenye mitandao wanakulipa. Kwa kuna faida na hasara, lakini ukiweza kuwa makini ukajua kwamba kama mimi ni kiongozi labda wa kisiasa, wa kidini, wa kijamii, najitunza vipi ili nisiwe mlengwa, itakuwa ni muhimu sana. Kwa hiyo uwekezaji kwa njia ya elimu ni muhimu sana, kuanzia ngazi ya familia. Tukae na watoto wetu tuwaambie madhara ambayo yanaweza katokea katika matumizi yao mabaya ya mtandao, lakini sisi wenyewe tujilinde, tuhakikishe kwamba hatui walengwa katika wale ambao wanatutafuta waweze kutuzodoa kule kwenye mitandao na kupata umaarufu ambao wanautafuta. Lakini niendelee kusema kwamba tusipowekeza kwenye afya ya akili, na hivi ninavyozungumza, tukiamua kufanya kipimo, kila mtu anaathirika. Na ndio maana leo hii ukimnyang'anya mtu simu kamwambia akae siku 3 bila kuwa na hiyo simu, kwanza atakasirika.
Cha pili, ataona kama umemuondolea kitu cha muhimu sana zaidi hata ya pumzi ya uhai anaopumua katika maisha yake. Hiyo inamaanisha nini? Sasa hivi hatukwepi kutumia mitandao ya kijamii au mtandao, kwa sababu mtandao umekuwa sehemu ya maisha yetu. Sasa kama mtandao umekuwa sehemu ya maisha yetu, tunafanyaje kuhakikisha kwamba hiki kitu ambacho ni muhimu sana katika maisha yetu hakituletei madhara? Kwa hiyo hii lazima ianze kwenye ngazi ya familia, tuwaelimisha watoto wetu, sisi wenyewe tuchukue tahadhari. Na kwa bahati mbaya sana sisi ambao tunatumia simu hatupendi kujifunza. Ukitumia simu ile ile na mitandao ile ile, ukiweza kutaka kusoma pale, unaweza kujifunza ni jinsi gani wewe unaweza usiwe mlengwa na ukajilinda taarifa zako zisipatikane, nywila zako kwa maana ya password zisipatikane na watu, ili usiweze kuingiliwa katika maisha yako ya matumizi ya mtandao. Kwa sababu kama mtafiti alivyosema, sasa hivi tunavyoishi tuna dunia mbili. Tuna dunia hii ambayo tunaona ni ya kawaida, ambayo tunapanda daladala, tunaenda sokoni na kurudi, lakini tuna dunia ambayo iko mtandaoni na ina taratibu, kanuni, sheria na kila kitu ambacho tunakifanya kwenye hii dunia nyingine. Kwa kwenye hizi dunia mbili, kama tulivyo na sheria, na mwenzetu kutoka TCRA amesema, sheria hizi zipo ambazo tunazifuata. Ukitaka kuvuka barabara, angalia kulia, angalia kushoto ili usigongwe na gari. Kwa nini kule kwenye mtandao haufuati sheria? Ukifuata taratibu na sheria na kanuni ambazo zinatakiwa zitumike kule kwenye mtandao, hauwezi kupata ajali. Kwa hiyo mimi naweza nikasema taharuki ambazo tunaziona, matumizi mabaya ya mtandao, ni kwamba unajikuta umepata ajali kwa sababu wewe hujaamua kujifunza, hujaamua kuwekeza katika kupata elimu ya matumizi ya mtandao, na hujaamua kuwekeza katika kujilinda taarifa zako binafsi na taarifa zinazohusu watu wa karibu wa kwako. Kwa sababu ili mimi niweze kukufikia, lazima nikikosa taarifa zako nitazipata za mtu wa karibu. Na kwa bahati mbaya, matumizi ya mtandao wanasema ni kama ni network. Yani mimi nimeunganishwa na fulani na fulani na fulani. Kwa maana, kwa mfano mzuri, mtandao wa Facebook, mimi na marafiki 5000. Mimi nikihitaji, mtu akihitaji kunipata, si lazima aje kwangu, anapitia kwa rafiki yangu ambaye ni wa Facebook. Yani kama maisha ya kawaida. Yani nikimtaka kileo, napitia kwa Dr. Onditi, namwambia naomba unisaidie namba ya kileo, nampata. Kwa kwenye mtandao ni hivyo hivyo, nikikuhitaji, kama mimi sijafunga mlango vizuri, sijaweka loki vizuri, napita kwa rafiki yako mmoja wapo na kufikia. Kwa elimu ni kitu cha muhimu sana, lakini pia kabla hiyo elimu haijatolewa na mamlaka husika, wewe binafsi mtumiaji wa mtandao, jilinde kwa kutafuta taarifa mtandaoni zipo, ni jinsi gani unaweza kujilinda ili uweze kuwa salama. Na mwisho kabisa, kuna uhusiano mkubwa sana wa afya ya akili na matumizi ya mtandao. Na ndio maana nimesema ukimnyang'anya mtu simu, anaweza kukwambia bora usinipe chakula lakini ukanipa simu yangu nikaendelea kutumia. Kwa sababu gani? Imeshaingia akilini na ni tatizo kubwa sana tuliokuwa nao sasa hivi. Na nashukuru kwamba Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Wanawake na Makundi Maalum wanafanya kazi kubwa ya kuwekeza, na ndio maana tumetoa kitini cha elimu ngazi ya familia, shuleni, lakini na watoto wenyewe. Kwa wazazi wanaweza wakapata kile kitini wakajifunza. Tuna kitini maalum kwa ajili ya wazazi. Ukajifunza ni nini, ni vihatarishi vipi viko kwenye mtandao, nikitumia mtandao huu kuna hatari zipi, ni jinsi gani nitajilinda ili nisijikute kwamba mimi nimeingia kwenye zile takwimu za upotoshaji, matumizi mabaya ya mtandao na taharuki ambazo tumeziona hasa zilizotokea hivi karibuni. Asante sana. Haya, karibu. Asante sana. Naitwa Joshua Isaria Liatu, ni mwanafunzi wa sayansi ya siasa na utawala. Nitajikita. Jina lako tena tafadhali? Joshua Isaria Liatu, ni mwanafunzi wa sayansi ya siasa na utawala. Nitajikita moja kwa moja kwenye matumizi mabaya ya mitandao ambayo yanachagizwa na shughuli za kisiasa au matamko ya kisiasa, ambayo ndio sasa hivi yameshamiri kwa kiwango kikubwa sana kwa nchi yetu. Sasa na hapa nitajaribu kuzungumza kwamba kutambua mbinu za kuanzia mwanzoni kabisa chanzo cha haya matumizi mabovu ya mitandaoni juu ya shughuli za kisiasa, namna gani ya kupambana na haya matatizo yanayotokana kwenye siasa, lakini pia namna gani ya kudhibiti na baadaye kutokomeza kabisa. Sasa hivi karibuni kumekuwa na mtindo unaotokea watu kuwachafua viongozi, watu kuwasemea vibaya viongozi na chochote kile ambacho kinafanyika. Sasa licha tu ya kwamba wananchi hawana uelewa juu ya teknolojia na utandawazi ambao unafanyika, lakini pia tuje kwenye aina ya matamshi
ambayo yanafanywa labda na viongozi wa kisiasa ambayo yanaweza yakapelekea negative attitude kwa watumiaji wa mitandao, na baadaye wakaanza kutoa maneno ya sofa, na baadaye wakaanza kutukana na kufanya chochote ambacho wanaweza wakafanya. Sasa hapa unakuja kujua kwamba kuna kama chanzo viwili, kwamba huenda serikali imefanya kitu kimoja kizuri ambacho wale wapinga maendeleo wakakichukia, wakaamua kuanza kuwatukana, au serikali imefanya kitu ambacho hakijawahi kufanywa, ambacho kimekuja na tafsiri tofauti kwenye jamii, ambacho jamii sasa ikaanza kukichukulia hakifai. Sasa nini kifanyike hapa? Nafikiri pamoja tu na kutoa elimu ya utandawazi, madhara ya utandawazi, namna ya kutumia artificial intelligence na vitu vingine, lakini pia kama serikali imefikia sehemu au taasisi imefikia sehemu ikaona kwamba kuna kauli, kuna kitu ambacho tumekifanya ambacho kimezua tahadhari, kuna kitu ambacho kimoja ambacho kwa Afrika bado tuko nyuma sana, lakini tumeanza kuona kwa mfano Uganda juzi rais wao ameomba radhi kwa wananchi, lakini pia tumeona Kenya juzi rais wa Kenya ameomba radhi kwa Tanzania kama labda tulifanya chochote. Ndio maana haya mabishano yanaendelea, kwa sababu mpaka bunge yanaanza kutunishiana misuli. Sasa ifike sehemu sasa kama serikali imeona kwamba, au serikali au taasisi imeona kwamba kuna namna kauli yake ilipelekea watu kuchafuka sana, watu kuchafua mitandaoni, watu kutumia vibaya, basi itoke hadharani na kuomba radhi na kutoa clarification ili hali iwe sawa. Kwa sababu hii tukiona rais wetu anazalilishwa mpaka na watu wa nchi jirani, hii inaumiza na inachukiza. Kwa hiyo tufike sehemu ambayo tunasema sasa basi. Asante sana. Karibu. Jina langu ni Filbert Norbert Nyinge, naibu katibu mkuu chama cha walimu shule binafsi zote Tanzania. Nitajielekeza kwenye mada. Jambo la kwanza tukubaliane. Tumechelewa kulianzisha baraza la watoto. Tumeanzisha mwaka 2002. Tumepata uhuru mwaka 1961. Jambo jingine, tuna baraza la utamaduni. Tuna baraza la sanaa mwaka 1967. Tukubaliane pia tumechelewa kuanzisha chombo ambacho kama TCRA pamoja na sheria yake ya Cyber Crime Act ya mwaka 2015 tarehe 25 mwezi wa 4. Ndugu yangu nakusahihisha, haikuwa mwezi wa 9. Imesainiwa tarehe 25 mwezi wa 4. Jambo la kwanza, nitajielekeza kwenye mada kwa kuzingatia makundi. Kwanza kabisa katika kundi la watoto. Jambo la kwanza, TCRA kama kuna line ambazo zinatumika na watu wazima, tafuteni na line ambazo zitatumika, chip ambazo zitatumika na watoto kwa masuala games na masuala mengine. Na usajili wake tujielekeze usajili uwe ni miaka 18. Itumike NIDA. Jambo jingine katika kundi la kijamii, unapopata taarifa ambayo ina viashiria vya upotoshaji ambayo inaweza kazua taharuki, tafadhali hakiki kupitia vyanzo zaidi ya viwili ndipo usambaze. Ikiwezekana tafuta maelekezo ya ziada, tunasema clarification zaidi kwa mamlaka husika. Kwa mamlaka sasa, TCRA kiongozi upo hapa, shirikianeni na watu wa huduma, haya makampuni ya simu. Kama huu upotoshaji unapitia kupitia chip, sasa nyinyi mnashindwa vipi kudhibiti? Na jambo jingine ambalo naomba sasa tujibu, ambao tutakuwa tunafanya majumuisho, ni kwamba inawezekanaje taarifa ambayo iko mtandaoni isipatikane na server ni ya kwenu? Hiyo inawezekanaje? Haiwezekani. Yaani tupeni fact kwamba ndio taarifa iko mtandaoni. Nyinyi ndio mnasimamia mauzui. Mnashindwaje kuiondoa? Kwanza naomba nimpe pole Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kadhia ya upotoshaji. Wamemchafua sana rais wetu. Lakini rais wetu kwa sababu ni timamu, yuko vizuri, hajazungumza. Dakika moja imesalia, nini kifanyike? Kwa dakika moja, watu wa maendeleo ya jamii, piteni mashuleni. Kinachozungumzwa katika media na kinachofanyika mashuleni vitu vile tofauti. Mabaraza yapo, je, yanafanya kazi? Hakuna. Mabaraza yameundwa, lakini hata ile capacity building ya walimu kujengewa uwezo hampiti. Mimi ni mkuu wa shule. Jambo jingine, somo la sayansi sasa hivi tunashukuru serikali imeboresha mtaala. Kuna coding ambayo coding yenyewe inafundishwa mwaka huu. Ndio kwanza darasa la 4 wanafundishwa mwaka huu coding, na semina zimeanza kutolewa. Tunapongeza, semina ziendelee, lakini msikae ofisini. Asante sana. Muda tafadhali pale, rudisha mic kwa kule tafadhali hapo. Asante. Hapa. Naitwa Ayubu Omari, mwalimu wa Sunday School. Kwa maoni yangu mimi katika hii mada,
kwanza kabisa mheshimiwa hapa aligusia kwamba kuna wahalifu wa mitandaoni wenye uwezo mkubwa. Maana yake kuna wahalifu wanaofanya kazi za kudukua pamoja na kupeleka taarifa mbaya mitandaoni, mitandao ya kijamii, ambao uwezo wao ni mkubwa kuliko hata wale walioajiriwa. Kwa mfano tukichukulia hili jambo la juzi tu la udukuzi uliofanyika mpaka kupelekwa taarifa zisizo sahihi kwenye jamii, kwenye mtandao ambao unamilikiwa na sehemu ya sheria za serikali, inaonekana kwamba mpaka sasa hivi hakuna hata mmoja ambaye amewajibika kwa hilo toka limetokea. Kwa maana ya kwamba huyo mtu aliyehusika na huo udukuzi bado anatafutwa. Kwa ifike wakati namna ya kuwapata hawa watu ambao wanaajiriwa serikalini muweke uwazi zaidi, ili muwapate vijana wenye uwezo mkubwa wa kusimama na hiyo mitandao ya kijamii. Jambo la pili, umetueleza kwamba hapa kuna vijana kama 500 ambao wameenda kuchukua mafunzo kwa ajili ya kudhibiti hayo mambo ya mitandao ya uhalifu wa mitandaoni. Ukifuatilia, je, hao vijana wamepatikana kwa njia gani? Unajikuta kwamba ni mambo yale ya upendeleo, mjomba, shangazi, mtoto wa binamu, ndio hao ambao wanapatikana wanaenda huko. Wakicha rudi huko, hakuna chochote ambacho wanaweza kufanya cha kudhibiti hayo matumizi mabaya ya mitandao. Sasa mimi sisemi kwamba ni vibaya walipoenda hao 500, ila ninachoomba watakaporudi wawekeni wazi, wapewe challenge na hao wadukuzi, na mtangaze kabisa kwamba huyu fulani mtandao wake ni fulani, mtandao wake ni huu, jina lake ni fulani, na mtangaze kwamba kila mtu au mtu yoyote atakayeweza kudukua mitandao ya hao wasomi waliopelekwa na serikali, basi atachukua nafasi ya huyo, na yeye huyo anawekwa chini. Nini kifanyike kukomesha matumizi mabaya ya mitandao? Yaani ili kukomesha, maana yake watu walio nje ya mfumo wa kudhibiti, maana yake wana uwezo zaidi ya wale ambao wanafanya hizo kazi wameajiriwa. Kwa hiyo tunachotakiwa kufanya, tuweke midaharo ambayo itawapata vijana wenye akili za kuzidi wale ambao waliopo, ili tuweze kupata watu ambao watadhibiti. Mbona miradi yao haidukuliwi? Mbona ITV haidukuliwi? Mitandao yao mbona inaendelea vizuri? Kwa nini msiwatafute hao wakawaelekeza ni namna gani mnafanya? Tumeweka watu ambao hawana ujuzi, kubebana, alafu watu wenye ujuzi wako pembeni. Asante sana, karibu tafadhali. Kwa majina naitwa Gilbert Simba, ni mshiriki. Nini kifanyike ili... Tafadhali pandisha mic yako kidogo tukupate vizuri. Naitwa Gilbert Yasinti Simba, ni mshiriki. Nini kifanyike ili kuzuia matumizi mabaya ya kimtandao? Jambo la kwanza, kama wenzangu siko mbali na wenzangu, elimu lazima itolewe katika mashule. Elimu ndio kitu muhimu sana, kitolewe kwa wanafunzi. Klabu mbalimbali ziweze kuanzishwa, na shukuru mamlaka husika, baadhi ya shule mmeanzisha klabu mbalimbali ambazo zinawasaidia wanafunzi kupata mafunzo, kufundishwa namna mbalimbali ya kutumia mitandao hii, ili wasiweze kutumia mitandao mibaya kwa mambo mabaya. Jambo la pili, nina maoni kama sio mapendekezo. Matumizi mabaya ya kimtandao, mfano mtandao wa X ambao zamani ulikuwa unaitwa Twitter, kuufungia ule mtandao wa X kuto kufanya kazi, na hisi si solution kabisa la kudhibiti matumizi mabaya ya kimtandao. Mamlaka zinabidi zikae chini, zifanye suluhisho, zikae na wataalamu mbalimbali. Nini kifanyike? Kufungia mtandao wa Twitter kwa matumizi ya watu si jambo zuri. Asante sana, karibu. Nashukuru. Kwa majina naitwa Eric Linus, mshiriki
Mimi Nani jina nitajikita tafadhali? Eric Linus. Eric. Ndio. Eric Yunus. Ya. Mimi nitajikita kwenye vitu vikuu vitatu. Jambo la kwanza nitaongelea malezi. Wanasema hata kwenye imani imeandikwa watoto wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Sasa nini kiendelee? Daktari aliongea vizuri na pale mheshimiwa toka TCRA aliongea vizuri sana. Lakini malezi yanaanzia wapi? Malezi yanaanzia toka kwenye familia. Inaeleweka wazi. Matumizi ya simu ndo yanaleta madhara makubwa sana kuliko hata kwenye kompyuta na vitu vingine. Na kama data ilivyokuja kuzionyesha kwamba sasa hivi inaonyesha watoto wengi nao wanamiliki nini? Simu. Tunajiuliza simu anazitoa wapi? Majibu ni kwamba mzazi amempa. Kwa sababu mtoto ana mamlaka ya kusajili line mpaka afikishe miaka 10 na ngapi? 18. Kwa hiyo anaweza akatumia kwa kaka yake, dada yake au mama yake. Sasa na jambo liko wapi kwenye malezi? Kwamba ufuatiliaji sasa wa matumizi ya ile simu, kwamba ni matumizi sahihi au sio sahihi. Huo mzazi sasa huwa afanye nini? Afuatilie. Kitu ambacho kinapelekea haya yote tunayozungumza leo. Ambapo inaendana sambamba na kwamba katika hiyo mitandao tukiwepo mitandao kama vile labda Facebook, Twitter na nini. Nilikuwa napendekeza watu wa TCRA hebu jaribu kupitia kanuni zenu na taratibu zenu kama ikiwezekana tuunde makundi kwamba kuanzia umri wa mwaka 0 mpaka 10 na ngapi wao kwenye kundi lao kwamba hao taarifa zao wanaweza kuziona kuanzia umri wao huo ambao zinaweza zikafanana. Kwa sababu kuna mambo mengine inawezekana ni watu wazima, mnaelewa? Unaweza kusema alichochea chuki au alitoka nje ya kumbe ni mambo ya nini? Ya kawaida. Sawa? Kwa sababu haya mambo yapo sababu mitandao inaburudisha, inaelimisha, inafanya nini. Kwa hiyo ni vitu vingi. Sasa watoto vinalenga kuelimisha kujua nini ya maadili ya sasa. Hilo ni jambo la msingi sana. Jambo lingine nifike jambo la kuimarisha sheria zetu na kanuni. Na hizo sheria kweli zifuatwe. Sasa hivi imekuwa ni jambo kwamba ni jambo la kawaida. Inawezekana kwamba mwanasiasa akatumia lugha chafu alafu kaonekana ametumia kama lugha nini sahihi. Akitumia mtu mwingine huko ndo anatafutwa kwa haraka sana. Sasa ni vitu ambavyo vinajenga matabaka ambayo baadaye yanapelekea kuharibu nini? Maadili. Hata watoto wanasema sasa kama mtu alisema hivi alafu na huyu anafanya hivi alafu huyu anaacha huyu ana nani? Usawa uwepo, sawa? Kwa hiyo watu wa TCRA mtusaidie kwamba mkishirikiana na jeshi la polisi kama mnataka kuchukua hatua, chukueni kwa watu wote. Sio mwingine leo tunasema kwamba yule kwa sababu taarifa za chuki unajua muda mwingine. Kwa mfano watu juzi Tanzania nasikitika sana. Kwa mimi ni mtu wa Mungu na ninamuogopa Mungu kwamba kusikia mwenzangu ametekwa alafu watu tunacheka, watu tunafurahi. Tunasema kwanza ametekwa nani? Wewe taarifa hizo umezipata wapi? Sasa mtu ameona kabisa ndugu yake anapotea alafu namuuliza taarifa umezipata wapi? Mnasema wewe una mamlaka gani kutoa taarifa? Ndugu yangu amepotea unaniuliza mamlaka gani kutoa taarifa? Jamani nchi tusipeleke huko watu nako taarifa nini iende. Ndiko tunakopelekea kwamba kuharibu nini? Maadili. Nifikie nikazie tu kwenye jambo la elimu. Jambo la elimu katika nchi yetu ni kweli tunatakiwa kutoa elimu, lakini tumejipangaje kutoa elimu? Kwa mfano nisema mashuleni walimu wanaambiwa wafundishe. Mimi ni mwalimu. Na kabisa mimi ni mwalimu kabisa na najitoa ndio maana nimesema mwenyewe moja kwa moja. Kwamba je, mmetupatie vitu gani kwa sababu unajua ili ufundishe lazima ulipwe, sio? Lazima uandaliwe. Mimi ni mwalimu geography, nitafundisha geography nikimaliza. Nimeambia nikafundisha masuala ya mtandao, masuala ya simu. Ni vitu ambavyo ni tofauti kabisa havipo. Mheshimiwa pale alisema, samahani. Mheshimiwa pale alisema, okay, nashukuru sana. Mheshimiwa alisema kuna kitini kimeandaliwa. Sio kwamba wazazi wote wanajua kusoma na kuandika. Sasa maandiki yake ni nini? Kwamba kuna wazazi wengi wapo huko vijijini ambao hawajui kusoma na kufanya nini? Kuandika naje kusoma na kuandika ni nani? Ni mtoto. Sasa mzazi atatoaje hiyo elimu kwa nani? Kwa mtoto wake. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba sheria zifuatwe na kanuni zizingatiwe. Asante sana. Haya, kabla hujasimama tafadhali tuikaribishe nambari ya simu hapa. Na mtazamaji wetu wa ITV Super Brand Afrika Mashariki, kama ndo kwanza tunajiunga nasi, kipindi hewani ni malumbano ya hoja, tukiendelea kulumbana humu ndani kwa hoja, na ni wakati mzuri sasa wewe kushiriki nasi moja kwa moja hapa, kutupigia simu, kuuliza swali, kutoa maoni, hata vile vile kukosoa haya ambayo tunaendelea kulumbana nayo kwa hoja. Nambari yetu iko wazi hivi sasa ya 0767444701. Nambari ni 0767444701. 01. Mada yetu kubwa usiku huu ikiwa nini ikifanyika kukomesha matumizi mabaya ya mitandao, kusambaza chuki, upotoshaji na taarifa za taharuki kwa umma na kuharibu maadili. Nipitie kwa uchache baadhi ya wananchi ambao wameweza kushiriki nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, na moja kwa moja hapa naanza katika upande wa Facebook. Tunaye akijiita Babu Olodi Sandamu, yeye anasema anatokea Nairobi kule nchini Kenya. Anasema kwangu hapa Nairobi, kwa maana ya kwake hapo Nairobi, kwa kweli wanatumia vibaya sana, ila sasa wako na uhuru. Kiswahili chake kidogo akijakaa vizuri, lakini anamaanisha wanatumia vibaya sana, ila sasa wako na uhuru vile unataka kuandika matusi licha
ya hizo. Rais anatusiwa, hapo utasema nini tena? Yani mwenye nchi anatukanwa. Lakini Nyange Uwile anasema nchi haina katiba, ile na matamko na maagizo tu. Wakati Tifu wa Kusini anasema chanzo cha haya yote ni sosi ya habari, inapotokea inatoka kwa lengo gani? Ikitokea kwa lengo la upotoshaji au chuki zake lazima iwe hovyo kwa wananchi. Sasa hivi muhimili wa serikali na mitandao ya kijamii ukiachilia mbali na vitu vingine amaliza hivyo. Lakini Christopher Jaden wa Njombe Ludewa anasema na ametoka nje ya mada huyu, lakini na Joshua Nila akiwa ni mkazi wa kule Mkuyuni jijini Mwanza anasema binafsi anaona kukomesha hili tatizo serikali itoe elimu pana kuhusu madhara au athari ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii kuliko kukimbilia kufungia mitandao. Hii inasababisha hasara kubwa kwa watu mbalimbali wanaotumia mitandao kama kitega uchumi chao. Tunapata mapumziko mafupi, kisha tutarejea tena hapa kwa ajili ya mjadala wetu. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Haya, tunasonga mbele. Karibu pande huu tafadhali. Asante. Jina langu Regan Moto Mpogolo. Mimi nafikiri kwenye hii mada yetu kikubwa tu serikali inatakiwa itoe elimu zaidi. Elimu itolewe wapi na kwa nani? Elimu inatakiwa itolewe kwa watendaji, elimu itolewe kwa viongozi pamoja na wananchi wenyewe. Kwa sababu ukiangalia swala hili la mmonyoko wa kimaadili halipo tu kwa hawa wananchi, lipo pia kwa viongozi wetu, lakini pia lipo kwa watendaji. Tukianza kwa hawa viongozi, wako viongozi ambao pia wamechaguliwa au wameteuliwa, lakini wapo ambao wanadiriki hata ndani ya bunge. Wako viongozi wanasema kabisa kwamba kenge, wanatumia kauli ambazo sio nzuri, kuita watu kenge na nini. Sasa hayo pia sio maadili. Na ukiachia kauli kama hizo, ziko kauli nyingi tu ambazo zimeshawahi kutamkwa ndani ya nchi hii na watu hawajaomba radhi. Yuko kiongozi mmoja aliwahi kutuambia kama tozo imezidi kuwa kubwa tuhamie Burundi. Hayo pia ni mmonyoko wa maadili. Lakini hawajawahi kutoka hadharani kuomba radhi kwa sababu ndio mfumo ambao wamezoea, yani wanahisi kama wanatumudu kwa lugha za mtaani. Lakini pia tukija kwa watendaji, wako watendaji pia ambao hawana maadili. Ziko baadhi ya kesi tumaze kuzisikia huko mahakamani kwamba kuna mtu anaishtaki nini makampuni ya simu kwamba yanatoa siri zake, wanatoa siri za wateja. Huo nao ni mmongonyoko wa maadili. Lakini leo unaona tunajadili kwamba wananchi wamekuwa hawana maadili, wanatumia mitandao sio kwa sababu ya haya yaliyopita siku 2-3 hizi. Lakini yako mapungufu mengi tu ambayo yanafanyika ndani ya nchi hii na watu hawajibiki kwa nafasi zao. Sasa mtandao ni kweli jambo zuri ambalo linasaidia watu wengi. Sasa hivi biashara nyingi zinafanyika kwenye mitandao. Watu wanaingiza vipato vyao vingi tu kupitia huu mtandao. Sasa wananchi baadhi au hawa watu ambao mnaona kwamba wanakwenda kushambuliana kwa sababu ya vitu ambavyo kimsingi unaona kabisa chanzo chake ni kweli kuna matatizo, na ndio maana hayo matatizo yanatokea na sababisha leo hii unaona huyu anamshambulia huyu anamwataki huyu. Kwa hiyo sisi kwa pamoja wote tukipewa elimu kwamba mtandao utumie kujiongezea kipato chako, unaweza ukawa umeajiriwa baada ya kurudi kazini, tumia internet kujiongezea kipato chako cha ziada. Lakini pia na watendaji wanaambiwa kwamba wewe umeajiriwa na serikali, kazi yako ni hii, tunza siri za mteja, usitoe siri za mteja. Na wananchi vile vile wanatakiwa wajue kwamba mtandao huu utumie kujiongezea kipato, usitumie kukashifu watu wengine, usitumie kukashifu viongozi. Tukienda hivyo kila mmoja akiwajibika kwa nafasi yake, wote tukawa wanasema wote tukiwa tuna ile nidhamu, basi mimi nafikiri tutakwenda vizuri zaidi. Lakini kama kutakuwa kuna wakati tukisifia sawa, tukikosoa tunaonekana tuna maadili, mimi nadhani itakuwa haijakaa sawa. Asante sana. Asante sana, karibu. Ya, kwa majina naitwa Isaac Michael. Ni mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Nasoma Diplomacy and Military History. Cha kwanza ningependa kuchangia mjadala huu kwamba nini kifanyike. Nitaenda straight kwenye point. Cha kwanza ni katika malezi ya watoto. Pawepo na action. Tukisema malezi kwa watoto tunamaanisha kwamba mzazi anatakiwa
awe ahusike na malezi ya mtoto 100%. Kumwambia tu mtoto kwamba matumizi mabaya ya kimtandao yaruhusiwi, lakini uangalie mtoto tuseme na post nini au anajihusisha vipi na mitandao ya kijamii, kwa sababu sasa hivi ni lazima tukubaliane kabisa tupo katika kipindi ambacho ni kipindi cha ukuaji wa sayansi na teknolojia, na maarifa yanazidi kuongezeka, na vitu vingi kama vile AI au akili mnemba vinazidi kuongezeka na kutumiwa na watu wengi. Kwa hiyo lazima mtoto aweze kufundishwa na paweko na action kwa mzazi kuangalia mtoto anajihusisha vipi na mitandao mingine. Kingine ni kwa kipengele ama ni kwa taasisi husika ya TCRA kusana na kitu cha namaanisha kuongeza uwezo au maarifa zaidi kwa watendakazi au wafanyakazi kuhusiana na mambo ya mitandao. Unaona, kama kuna baadhi ya mchangiaji wa nyuma amesema kwamba inasemekana kwamba watu wanaofanya labda shughuli za udukuzi wana maarifa zaidi kuliko watu wengine ambao wapo katika hiyo sehemu husika. Na maana ujuzi inabidi uongezeke, maarifa inabidi yao wengi kwa watendakazi ili kuweza kukabiliana na masuala mbalimbali ya kimtandao. Kuhitimisha tafadhali. Kwa kuhitimisha kabisa, na lazima tukubaliane kwamba tupo katika sayansi na teknolojia, kwa sababu ni dunia ipo hivyo na hatuwezi kuishi nje ya dunia inavyohitajika. Kwa elimu na action au commitment lazima iwepo kwa kila hatua ili kuweza kukabiliana na masuala. Nashukuru sana. Asante sana, karibu tafadhali. Nashukuru. Naitwa Dismas Mbagi, ni mwanafunzi wa saikolojia pamoja na ushauri na chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mimi binafsi nafahamu na naamini kwamba nanyi tunaungana wote kwa pamoja kwamba mitandao ya kijamii ni kama moto unaopika chakula. Ukitumika vizuri unaivisha chakula, lakini ukitumika vibaya sio tu kuharibu chakula, lakini unaunguza na nyumba yenyewe. Kwa hiyo nini kifanyike ili kuzuia mitandao au kuzuia matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii? Cha kwanza kabisa kimezungumzwa sana hapa ni swala la elimu. Kwamba elimu itolewe kwa watu. Elimu imezungumzwa kwa sehemu kubwa sana kwa sababu watu wanaangamia kwa sababu wanakosa maarifa. Maarifa ni nini? Maarifa ni taarifa sahihi ambayo inaweza kukusaidia wewe kufanya kitu fulani. Kwa kuwepo kwa taarifa sahihi kunaweza kumsaidia mtu kufanya kila ambacho anatakiwa kufanya. Lakini cha pili ambacho mimi naomba niweke mkazo ni wale watu ambao wana influence au wana hamasa. Wanaweza kuwa ni viongozi wa kisiasa, wanaweza kuwa ni wasanii, wanaweza kuwa ni mtu yeyote yule ambaye ana hamasa katika jamii. Naomba hawa watu wapewe sijui nisemeje, lakini nafikiri kwamba wanatakiwa kupewa elimu hasa au hamasa hasa kwamba wanachokuwa nakizungumza na kukifanya kwenye mitandao wahakikishe kinakuwa ni kitu ambacho kina maadili na kinawafaa watu. Kwa sababu kwa jamii tunaoishi au katika ulimwengu tunaoishi, watu wengi sana wanafuatilia mitandao ya kijamii, especially vijana, wanajifunza na wanaiga mengi sana kutokana na hiyo mitandao. Kwa hiyo ikitumika vibaya inaweza kuharibu sana. Jambo jingine ambalo naomba nihitimishe kwa kulisema ni kwamba tukumbuke kwamba mitandao ya kijamii au mitandao ya kijamii au ya kidijitali hii ni sawa na nyayo za kudumu. Kwa hiyo kila ambacho umetembea leo kakiweka, baada ya miaka hata 1000 baadaye naamini kwamba utakikuta pale pale. Lakini tofauti na hapo pia tukumbuke kwamba kila ambacho unakiandika leo, kila ambacho unakiweka katika mtandao wa kijamii leo, kumbuka kwamba hicho kitu kitaamua kesho yako iwe na heshima au isiwe na heshima. Na mwisho kabisa niseme, kwa sababu teknolojia inakuwa siku hadi siku, mimi napongeza sana, naona ni hatua kubwa sana kuchukua watu 500 kuwapeleka nje kwa ajili ya kuwapa maarifa. Lakini teknolojia inakuwa na inabadilika kila siku. Sasa nafikiri kwamba serikali yetu na vitengo husika viandae mkakati mzuri ambao utakuwa unapeleka watu siku hadi siku. Yaani isiishie tu kwamba kupeleka hao 500 kuwarudisha, lakini wakati hao 500 wako mwaka wa pili au mwaka wa 3, 300 wengine au 500 au 1000 wengine wapelekwe tena wakafundishwe zaidi kuhusiana na hicho kitu, kwa sababu huyu mtu ambaye tunategemea kwamba baada ya hiyo miaka kadhaa aje hapa, yeye atakuwa na utaalamu wa kutosha wa kuwafundisha hawa wengine. Na licha ya hivyo, hawa ambao tunawaandaa kutoka huku chini kwamba wanakuja kutusaidia kutatua hili tatizo, mpaka waje wafike huku watachukua muda kiasi gani? Kingine na cha mwisho ni kwamba, je, hii elimu ambayo tunasema sasa hivi tumeanza kutoa elimu mashuleni na nini, itatusaidiaje sisi kupingana au kushinda hii changamoto ikiwa hiyo elimu inayotolewa bado miundombinu ya kuitoa sio sahihi? Kwa sababu unatoaje elimu juu ya mambo ya mitandao ya kijamii wakati hakuna simu ambazo zinaweza zikawezesha, hakuna kompyuta za kutosha huko vioni, huko mashuleni, huko nini? Tutakuwa tunachokifanya ni kwenye makaratasi. Kuna vitu huwezi kufundisha kwenye karatasi, huwezi kufundisha kwenye karatasi habari ya kuchanganya kemikali. Asante sana. Unahitaji uende maabara. Kwa hiyo nashukuru sana kwa nafasi, lakini hitimishe kwa kusema kwamba Tanzania yetu ni Tanzania kubwa sana.
lakini kwenye kipengele cha teknolojia tafadhali kitiliwe mkazo kama namna ambavyo elimu juu ya saikolojia inatiwa mkazo. Nashukuru sana. Asante sana, karibu. Asante, naitwa Anthony Severini. Kumradi tunayo simu. James kutoka Mbarali, tafadhali karibu. Asante, habari yako? Salama, karibu, shiriki nasi tafadhali. Asante, nashukuru, mada ni nzuri. Watu wa mada kwa kweli tunashukuru, ni muda mwafaka kabisa. Sasa nafikiri issue ya mitandao ni teknolojia, dunia inavyokwenda kwa sasa. Dunia inakwenda kwa kasi na jamii sasa inaelekea huko. Kwa nchi za Afrika hususan Tanzania ni kama tu ndo tunaanza, wenzetu walishaanza miaka mingi. Sasa sisi tumepokea bila kupata elimu toka mashuleni. Watoto vijana toka shuleni, nini maana ya mitandao? Nini maana ya teknolojia? Tehama. Watoto wafundishwe, washibe. Tusiwafiche fiche. Shida nchi hii inajifanya na ustaarabu, inaficha vitu vya msingi ambavyo lazima mtoto akutane navyo. Ustaarabu mwingine ambao hauna maana, hebu tuwaweke wazi watoto. Watu wafundishwe mashuleni vijana, kwa sababu lazima watayakuta. Ndio hapo sasa baadaye wanapokea, wanaanza kama hivi wenzetu Kenya. Kenya sasa hivi watu ni wengi wanatumia mitandao, na kwanza sehemu ya mapato ya serikali, pia na wao ni sehemu ya ajira. Kwa hiyo sisi tunaposema sisi matusi na nini, kumbe wao wanaingiza pesa. Kwa hiyo tujiridhishe sasa kuona hawa watu wa tehama hawa, waziri wa mambo ya masuala ya teknolojia na nini, basi kuwe na utaratibu mzuri wa kuona watoto wafundishwe vizuri, wao wana uwezo wa kutumia mitandao ipasavyo, na wapate elimu kwamba ukitumia vibaya, kwa maana utachukuliwa hatua za kinidhamu, vile vile hatua za kisheria, kwa maana kama unatukana matusi unafanya nini hivyo. Lakini tusianze kusema sisi tunawatisha watu. Nchi yani leo utawatisha wa leo, kesho wanaibuka wengine. Kwa hiyo mimi nadhani mtangazaji, watu wanaojadili hapo, wajumbe wanajadili vizuri. Tena hilo ni bunge kweli. Mimi nafuatilia sana, miaka na mwaka wanne nafuatilia. Hilo ni bunge kama bunge lililopo Dodoma. Ila watu wanashindwa kutofautisha. Hilo ni bunge kweli. Na linajadili vitu vya msingi kuliko hata vya Dodoma. Asante sana. Asante sana. Shukuru. Karibu. Asante, naitwa Anthony Severini, nami ni mwanafunzi wa siasa jamii na utawala chuo cha Dar es Salaam. Nitajikita juu ya masuluhisho nini kifanyike hasa katika kipindi hiki cha dunia kijiji. Na masuluhisho yangu yatakuwa katika hatua tatu: hatua ya kifamilia, hatua ya kitaifa na kimataifa. Kifamilia, tutambue kuwa hata elimu tunayoiimba msingi wake umejengwa katika familia. Wazazi wetu wakishindwa kuwa na misingi mizuri ya kutulea juu ya maadili, hata tukienda mashuleni elimu wanazozitoa, tunaingia mashuleni tulikuwa tumeshakwisha kuharibika. Kazi ya elimu ni kuondoa ujinga, inafanya kazi ya kuboresha ujinga tulionao. Na ndio maana hata wengi wanaolalamikiwa kuwa wanaongoza katika matumizi mabovu ya mitandao ni wale walioelimika kuliko wale ambao hawajaelimika. Kwa maana hiyo misingi ya maadili ijengwe kwanza kwa wazazi. Kwa mfano kama mimi nimeimiliki simu hii mwaka 2022 baada ya kujiunga na chuo. Kwa nini? Kwa sababu mzazi anakuambia kwamba kuwa na hii ni moja tu ya kutokuwa na maadili. Lakini wazazi wakiwa ni miongoni mwa watu wa kuwashirikisha watoto kwamba kuwa na mitandao ya kijamii ni moja ya ajira, bado ni tatizo. Kitaifa, kuna haja sasa ya matabaka mbalimbali, hasa tabaka la vijana, kupewa nafasi ya kusikilizwa juu ya malalamiko yao na matatizo yao. Pamekuwepo na kasumba moja ya kwamba vijana imekuwa ni tabaka la mwisho juu ya uongeaji, hasa panapokuwepo na matamasha. Na hii inasababisha moja ya njia ya kujifikiria wao kwamba wana uwezo wa kufikisha mahitaji yao kwa serikali ni kujifungia na kuangalia mitandao na kufanya wanachofanya wakiamini kuwa serikali itasikia na itafanya. Tukianzisha program za kuwasikiliza mahitaji yao, wataongea kwa hekima na si kwa hasira kama wanavyokaa chumbani na mitandao. Kimataifa, tunaramikia mitandao ya kijamii tunayo TikTok, Facebook, Instagram, Twitter na kadhalika. Yote hiyo haipo hata moja ambayo nchi yetu inamiliki. Kwa maana hiyo kuna haja kubwa kama taifa kuanzisha sera na haya maoni kujadiliwa kimataifa pamoja na dola za kimataifa, kutengeneza sera pamoja na sheria ambazo zitakuwa zina guide kwamba nchi moja na nchi nyingine basi itakuwepo katika miongoni mwa maadili ili isiweze kuhatarisha maadili ya nchi nyingine. Mfano tunaona nchi moja inaweza ikafanya maadili ya nchi nyingine ikatoka kupitia mitandao ya kijamii. Pakiwepo na sera za kitaifa, kwa maana hiyo hata taifa moja halitaweza
kutilia mashaka na maadili ya taifa jingine kwa sababu ya sera za kimataifa. Asante. Asante sana. Karibu. Asante. Jina langu mimi ni Alex Mbalulo. Mambo ni matano na swali moja. Swali, kuna kesi hivi karibuni ya mabinti wa vyuo wakimdhalilisha binti mwenzao. Kesi ilikuwa chini ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, lakini mpaka sasa, pengine labda ni mimi nazungumza mimi, sijaona adhabu, sijaona mwendelezo wa ile kesi. Na mshtakiwa ama aliyekuwa anatuhumiwa zaidi ni mtu maarufu. Sasa kwenye maeneo kama haya tunahitaji tuone sheria ikichukua mkondo wake hata kwa watu maarufu na watu wenye kipato. Mtu kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii utanisaidia kunijibu. Mambo ni matano. Jambo la kwanza ni adhabu kali, ambayo inarudi kwenye hoja yangu ya swali kwamba zitolewe adhabu kali ambazo zitasaidia kutoa funzo halisi, funzo la uhakika kwa wengine wanapofanya makosa. Lakini jambo la pili ni ajira. Wengi wanaofanya mmomonyoko wa maadili, pengine kufanya matukio ya kimitandao, wengi wao ni vijana ambao wana elimu, wametoka vyuoni, hawana ajira, wamerudi mtaani. Sasa wanaamua kupambana na mwenye ajira kwamba hujaniajiri, mimi narudi mtaani naendelea kupambana kuhakikisha nafanya uhalifu. Ukifuatilia kweli kwa historia na kwa takwimu, wanaofanya uhalifu ni watu ambao wana elimu, wamesomea cyber security, wamesomea cyber space, yani wamesomea hayo mambo, wanaingia. Kwa mfano juzi mimi nimeshangaa TRA wamedai account yao ya YouTube channel imedukuliwa. Sasa ukija kuangalia pengine ni hao au ni watu ambao wanaufahamu na uelewa juu ya masuala ya TRA. Lakini jambo la tatu ni swala la tuache michezo kazini. Kuna watu wameajiriwa kwenye taasisi za umma, wanaona kama wapo pale milele na wanafanya kazi kimazoea. Na hili naomba nitoe kama tahadhari kwamba tunaweza tukawa tunalalamika mmonyoko wa maadili ya kimitandao, tukazungumza na wananchi, kumbe shida ipo kwa waajiriwa wenyewe waliopo kwenye maeneo. Na uhakika 100% kubwa wanaofanya michezo ni hao watu ambao wapo kazini. Tunao ushahidi. Tunao kukomesha matumizi mabaya ya mtandao. Sasa suluhu ni hilo la kwamba tuache michezo kazini. Kwa mfano Rais Samia Suluhu Hassan miezi kadhaa iliyopita alitoa kauli juu ya wale watu ambao wanapatikana mkoa wa Mbeya wakamatwe baada ya kuonekana wametengeneza mtandao feki ambao ulikuwa unadukua pesa kutoka serikalini kwenda kwenye mifuko yao binafsi. Kwa michezo kazini. Lakini jambo lingine la kuhitimisha tafadhali. Yes, mifumo isomane. Leo tukio linatokea la kimtandao linaonekana kama ni la Wizara ya Maendeleo ya Jamii peke yake. Kumbe hata Wizara ya Mambo ya Ndani inahusika, Wizara pia ya masuala ya elimu inahusika, na Wizara ya Mawasiliano inahusika. Kwa mifumo isomane kama anavyosema Mheshimiwa Rais kwamba mifumo ikisomana, wizara zikisomana zote kwa pamoja yatasaidia kuweza kutatua changamoto kwa pamoja. La kumalizia, amesema ndugu yangu mikutano na semina zinafanyika, na leo palikuwa na mkutano mkuu wa masuala ya Internet Africa JNICC umefanyika. Nafikiri ndugu yangu una taarifa hiyo, na mimi nilikuwepo na tumepata nafasi ya kuzungumza na wabunge wa nchi 40 Afrika wakizungumzia masuala haya ya uhalifu wa kimitandao, na kweli inaonyesha hali ni mbaya Afrika. La mwisho kabisa ni tutafute data identity. Tunatumia data ama mitandao ambayo sio ya nchi zetu. Serikali ihakikishe inatenga bajeti ya kutosha ili tuwe na identical data ya kwetu. Leo bajeti ya Wizara ya Mawasiliano ni bilioni 291. Bilioni 291 ya mtaalamu ni kilomita za lami 200 kutoka hapa na Morogoro. Hiyo hela inatosha? Haitoshi. Kwa bajeti iongezeke. Asante sana. Naam, asante. Kwa jina naitwa Muita Magige. Naomba nijielekeze kwenye mada kwamba nini kifanyike. Jina tena tafadhali? Muita Magige. Muita Magige, karibu. Asante. Naomba nijielekeze kwenye mada kwamba nini kifanyike. Kitu cha kwanza mimi nadhani ni kuanzisha kampeni za kitaifa. Kwa mfano tunaweza tukaanzisha kampeni inasema kwamba matumizi salama kwa maendeleo, kwa kushirikiana na vyombo mbalimbali kama vyombo vya habari na mamlaka husika. Hii inaweza ikasaidia ikapeleka elimu kwa ngazi ya chini. Sasa tutakavyoweza kusema kwamba elimu itolewe, sasa elimu hiyo itatolewa vipi na itawafikiaje wananchi kwenye hizo ngazi za chini hadi kule vijijini? Kwa hiyo ni kuanzisha hizo kampeni za hizo kampeni ambazo zinaweza zikasaidia kutoa hiyo elimu. Kitu kingine mimi nadhani ni mamlaka husika na serikali kwa ujumla ishirikiane na
haya makampuni mbalimbali. Kwa mfano hizi Facebook, Twitter, Instagram, tunajua sio ni mitandao inayomilikiwa na watu kutoka nje. Sasa mamlaka husika zinaweza zikashirikiana na hayo makampuni kwamba kulingana na maadili ya jamii yetu, ile mitandao inaweza ikaweka guideline kwamba maudhui haya yanayopostiwa au mtu atakavyokuwa anataka aweke maudhui fulani, ile mitandao ina uwezo ikazuia kwamba kulingana na maadili ya nchi husika hiki kitu hakitakiwi kupostiwa. Kwa hiyo serikali ama mamlaka husika zishirikiane vema na hiyo mitandao mbalimbali ama makampuni yanayohusika na haya masuala. Asante. Asante sana, karibu. Jina langu ni Friday ya Chitwi almaarufu Dr. Kalulu, Dr. wa heshima. Niko pale Kariakoo, mtaa wa Kongo na Kipata. Mimi nianze tu na Mhubiri 7:8 anasema heri kujua mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Unajua usipojua mwanzo wa... Tuna simu kutoka Loliondo, tafadhali tutarejea tena kwako. Karibu mtazamaji wetu kutoka Loliondo. Ndio mimi nachangia kidogo hapo. Karibu. Kwanza kabisa inatakiwa bwana mambo ya mtandao tuyajue. Kwa sababu kuna wengine hawaelewi sana mambo ya mtandao. Na yanachafua majina ya watu nini na nini. Kwa hiyo mambo yangu mimi nilikuwa naongelea tu hapo tuweze kuyajua vizuri mambo ya mtandao. Punguza sauti ya runinga yako tafadhali tuweze kusikilizana. 0784 Punguza sauti ya runinga yako tafadhali tukupate vyema. Haya. Karibu tuendelee. Naitwa Friday ya Chitwi almaarufu Dr. Kalulu, Dr. wa heshima. Niko pale Kongo na Kipata. Mimi nianze tu na fungu la Mhubiri 7:8, fungu la 8. Nasema heri kujua mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake. Kwa maana usipojua mwisho wa kila kitu unachokianzisha au kukifanya, utakuja ushughulikie na utakuja upambane na matokeo. Sasa mtu anayepambana na matokeo siku zote huwa anafeli. Niliwahi kushauri siku moja wakati bodaboda zinaingia hapa. Vijana wengi mjomba ananunua bodaboda leo, anaenda kuwa dereva kesho, anaangusha abiria. Hiyo yote ni kwa sababu serikali haikuandaa vijana kwamba kuna hiki. Kwa hiyo hata hii mambo ya mitandao sisi hatumiliki Facebook wala nini. Ilipaswa ikiwezekana hata simu kabla hazijaingia kuwe na elimu hiyo. Hata kama hizi internet na nini hazijaingia kabla, ilitakiwa vijana wetu hizo syllabus zianzie shuleni. Lakini sasa madhara yake ndiyo hivi tunavyoshughulika na matokeo badala tungejenga msingi maalum kwanza. Sasa basi vile niliwahi kumsikia kiongozi fulani, hiyo nchi sitaitaja, watendaji wake walikuwa wanadukua pesa za serikali. Lakini huyo kiongozi na mshangadi leo akatoa tu kauli kwamba hizi ni dhambi yetu wenyewe, tunajirudisha nyuma wenyewe. Yaani hii ni dhambi yetu wenyewe. Kule Ikulu usioni kama maneno hayo yanafaa. Maneno yanayofaa, simfundishi huyo kiongozi, lakini maneno yanayofaa ni kwamba tungesikia wale watu ambao walikuwa wanafanya hivyo wako jela kwa sababu wametuibia hela zetu. Zile hela zinasema za serikali zimeenda sehemu nyingine, lakini na mimi na wewe na mwingine amelipa kodi. Sasa sisi wa Tanzania wote au wa Kenya au Waganda hatuwezi kwenda sisi tukawakamate wale. Kuna mtu tumempa rungu na Zaburi inasema yeye asiyetumia upanga wake kwa mtu ambaye amestahili ni dhambi. Haya, nini kifanyike tafadhali? Na nini kifanyike? Maneno ya kama Ikulu ambacho kifanyike kwanza,
hata watendaji wengi wapewe mishahara ya kutosha. Kwa mfano, mara ya mwisho naomba nikuelekeze. Mke wangu mimi aliwahi kuibiwa simu. Akaenda sehemu fulani kwa watu wa cyber. Lakini sasa ili utafutiwe inabidi utoe ushirikiano, uingie mfukoni. Inaonekana kama vile pamoja na kuwa mtu kama ana tabia mbaya, inawezekana hata akipewa mshahara anaweza akatenda ubaya tu. Lakini naona sababu kubwa sana watendaji wa serikali waangaliwe. Maisha ni magumu, mshahara ni mdogo, na wanaposikia kwamba watu fulani kule juu wanachota pesa na wewe uliopewa rungu hujawagonga hilo rungu, na wao wanaangalia. Wiki iliyoisha nilisema mbuzi anakula kwa urefu wa kamba yake. Aliyefanya kamba iwe ndefu au fupi ni yule mfugaji mwenyewe aliyeenda kumfunga huyo mbuzi karibu na kimea cha mtu. Kwa hiyo nasema mamlaka zinazohusika, viongozi tunawaamini. Tunapokuwa tumewapa kazi wafanye, wamsaidie mkuu wa nchi, akikosea ahukumiwe, afanyiwe vile vile ambavyo leo kijana amenyang'anywa mitumba yake, akakosa mtaji, akaenda kukaba mtu akanyang'anya simu, ataenda kufungwa. Lakini unaweza kukute wale vijana wanaingia kwenye dhambi hiyo kwa sababu viongozi wale waliopewa kuwatunza au kuwashughulikia, kushika amana ambazo zingeleta maendeleo ili vijana wawe na kazi, wao wanasamehewa. Hicho ndio kinaleta shida hapa duniani. Asante sana. Asante. Jina langu Kesi Mponda, mtoto wa mkulima kutoka Ifakara. Mimi kwanza moja kwa moja, mada imesema nini kifanyike. Maana yake ni kwamba kuna kitu inatakiwa ushauri ili kuweza kukomesha tatizo lisijirudie. Mimi nitaanza na mtu wa TCRA moja kwa moja. Kimsingi kwanza, ili umiliki laini kwa sasa hivi ni lazima uwe na NIDA. Kama huna NIDA huwezi kumiliki laini. Nyinyi kama TCRA, huu udukuzi haujaanza jana wala leo, umeanza muda mrefu. Sheria zimewekwa. Labda utupe sasa, utuambie nyinyi kama TCRA mpaka leo watumiwa wangapi mmewakamata na wangapi wamehukumiwa na hatima yake ni nini? Kama hakuna, maana yake hata nyinyi pia mnatakiwa muwajibishwe. Ndio chanzo cha matatizo. Mngeweza kufuata sheria mlizoziweka na kuzitekeleza, haya mambo leo yasinge kuwepo. Kwa mfano, kama mimi leo kesi ningekuwa nimehukumiwa, nimemtukana ndugu yangu Mpogoro mtandaoni, siamini kwamba hapa Nyingo angeweza kufanya tena hili tatizo. Lakini Nyingo anaweza kuwa na hiyo consistency, akirudi nyuma hakuna mtu ambaye ameweza kuchukuliwa hatua yoyote. Kwa jambo la kwanza, sheria zilizowekwa zimewekwa kwa sababu tu ya kutungwa, lakini hazifuatwi na kusimamiwa na kutekelezwa. Lakini jambo lingine, TCRA mnasimamia watu wa mitandao ya simu. Hili jambo mpaka linakuja kufika hapa, chanzo kikubwa kwanza ni umiliki wa laini umekuwa ni waholela. Yaani huko kote mtu anajua nikifanya hivi laini natupa, kesho na sajili nyingine. Kakaeni chini na watu wa makampuni, mawakala wao wa mtaani ndio chanzo cha haya yote. Anasajili laini kwa huyu, anakwambia rudia, anaenda kumuuzia mtu Mtwara shilingi 10,000. Yule wa Mtwara anafanya anavyotaka akijua kwamba sitofuatwa mimi, atafuatwa mtu fulani. Ukija kunifuata mimi sina A wala Z. Hiyo naye ni changamoto. Ichukueni, nendeni mkaifanyie kazi. Tunazungumzia swala la elimu. Ni kweli elimu inahitajika. Mnakwenda kuitoaje hiyo elimu? Huyu mtu mpaka anakwenda kununua simu, hajui matumizi yake. Anayajua. Kama anajua, unaenda kumpa elimu gani? Kikubwa sheria kali ziwekwe kama zilivyowekwa. Na ikipendeza japokuwa tumechelewa, huu mfumo wa kumiliki laini au hii mitandao ingekuwa inatumika kama vile kumiliki bastola. Upimo utimamu wa akili. Unatumia simu, una matumizi nayo gani? Unataka hii laini, una matumizi nayo gani? Tukupime utimamu wa akili, mali unazomiliki, umri wako na kila kitu, ndio tunakupa laini, nenda katumie. Lakini leo mtu akitaka laini kiolela kirahisi tu, anaenda anapata laini, anafanya anavyotaka, anatupa, maisha yanaendelea. Mimi naomba niishie hapo. Asante sana. Asante sana. Karibu hapo. Asante sana. Mimi naitwa Christopher Manyaku au muuza akili. Mimi naomba niwe against kidogo kwa sababu mimi kwanza siamini
mhalifu wa mtandaoni hajui taratibu, kwa sababu wahalifu wengi sio watoto kama ambavyo tunazungumza hapa. Watu wengi wanaoposti picha za ngono ni watu wazima. Watu wanaotukana mitandaoni wengine ni waheshimiwa, wabunge, madiwani, ni watu ambao wanajitambua kabisa. Swala kubwa ni TCRA kusimamia sheria kwa hakika. Sheria ikisimamiwa kwa hakika, tutapunguza kwa kiasi kikubwa sana uhalifu na mmomonyoko wa maadili ya mitandaoni. Kwa sababu haiwezekani mimi nimepigiwa simu na mtu wa mtandaoni kunitapeli na namba yake hata nikifanya kama natuma pesa inasoma paka jina na simu napiga inaita. Sasa tukisema kwamba TCRA eti hawawezi kumkamata huyu mtu kwa sababu ya uwezo wao mdogo wa kukabiliana na uhalifu wa kimitandao, mimi bado pia siwezi kukubaliana nalo hilo. Nashukuru pia kiongozi wa TCRA yuko hapa, lakini haya ninayozungumza kiongozi pia kweli mkayafanyie kazi. Kama alivyosema kijana hapa, kuna wanafunzi wamefanya matukio na yanaonekana wanajulikana, lakini sheria itakapofanya kazi kwa hakika, mimi na hakika tutadhibiti kwa namna kubwa sana na kupunguza mmomonyoko huo wa maadili. Mimi naomba niishie hapo. Nakushukuru sana, karibu. Asante. Kwa majina naitwa Alexi Swira. Ni mzaliwa wa Mbeya, kata ya Suto. Mada yetu ambayo ipo mezani, mimi moja kwa moja ambayo inahusiana na vyombo vya habari. Mimi kitu ambacho nataka niongelee, tuangalie chanzo ni nini. Kitu chochote ambacho kitaka kupambana nacho na kukidhibiti, lazima ujue chanzo ni nini. Huwezi kaenda kupigana na adui yako wakati ujui udhaifu wake uko wapi. Tunajua tusiwarenge sana watoto. Tumewalenga kuhusiana elimu watoto. Kuna wengine kabisa ukienda vijijini unakuta kijana anamiliki simu, mzazi wake hana simu, lakini yeye ndo anafanya mambo hayo. Je, hivyo vitu amevipata wapi na chanzo ni nini? Tumeona vijana wanaweza akafanya vitu ambavyo si sahihi kwa kutumia vyombo vya habari au kutumia hizo internet na nini. Kwa nini wafanye hicho kitu wanachokifanya? Hicho ndicho inabidi tufanye utafiti. Kwa nini watukane? Kwa nini waonyeshe wana maadili mabaya? Kuna wakati mwingine wana saikolojia wao wanakuambia kwamba mtu akikumbana na changamoto nyingi ni lazima pambane, atafute namna ya kujielezea kwa ajili ya kutatua ile changamoto aliyonayo. Tunaona kuna mtu ameongelea kuhusiana na ajira. Unakuta kijana amepatwa na changamoto, amepigwa na maisha, haelewi afanye nini. Mama yake alikuwa anauza mboga za majani ili amsomeshe. Anarudi mtaani hana lile wala lile. Haelewi. Anafanya ndo anashika simu, anatafuta namna ya kujikomboa kiuchumi. Ndo mwisho wa siku anajihusisha na swala ya wizi kwa kutumia nini? Mtandaoni. Hivyo vyote kwa sababu amekosa ajira. Nini kifanyike? Ambacho inabidi kifanyike ni lazima tuangalie vijana wana demand nini, wanahitaji nini ili waweze kusaidiwa. Na pia wale watu wazima wale ambao viongozi wanaohusika na masuala ya mitandao watumie vizuri, kwa sababu ndio role model. Kama wanatukana hawatendi vitu ambavyo vinaenda kinyume, watumie vizuri, wanatukana wao kwa wao viongozi wa kisiasa, sijui viongozi wengine, hao ndio wanaosababisha. Na vijana kwa sababu ndio role model wetu na sisi tutatukana, inakuwa ni shida. Ni lazima wadhibitiwe, mifumo ikae kwa usawa. Asante. Asante sana. Shukuru sana. Moja kwa moja tunakwenda mezani kwa ajili ya kuhitimisha, tafadhali. Karibu. Nashukuru sana na tumepata michango mizuri kutoka kwa wenzetu na meza kuu. Labda nihitimishe mambo kadhaa ambayo nimeyaona katika michango ambayo tumetoa. Kwanza kabisa tukubali kwamba kwa watumiaji wa mtandao, kama wengine walivyochangia, kuna wengine wanafanya makosa kwa kutokujua, kwa kukosa elimu, lakini kuna wale wanafanya kwa makusudi. Anajua kabisa anapotosha, anajua kabisa napeleka taarifa itakayoleta taharuki. Sasa hili kundi hili ni lazima kwa pamoja tukubaliane kwamba kuna mchangiaji mmoja amezungumza hapa kwamba tukiona mwisho wa hawa watu wameshughulikiwa
na vyombo vikatangaza kwamba fulani amepatikana na hatia fulani na amehukumiwa miaka fulani. Hawa wanaofanya makusudi, nafikiri litakuwa fundisho kubwa. Kwa hiyo tuna taasisi nyingi, vyombo, hatutaki kunyosheana vidole wewe hujafanya sehemu yako, lakini taasisi zote tunazohusika tukifanya kazi kwa pamoja na wakosaji wakashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Sheria zipo, sio sheria kama hazipo. Zipo na adhabu zake zimeainishwa. Hilo litakuwa jambo muhimu sana. Kwa hiyo vyombo vinavyohusika wote tushirikiane kuhakikisha kwamba wahalifu wanapewa adhabu stahiki. Lakini kingine ambacho wote tumekigusia, kujenga uwezo wa watendaji. Nafikiri hilo ni jambo muhimu sana. Teknolojia ya sasa, si mnaona kabisa kwamba Kremlin imeenda imedukua White House. Hamjasikia hiyo? Na hizi ni nchi zilizoendelea. Anatoka Urusi anadukua, anaingia ndani kabisa White House kutumia hii teknolojia. Kwa hiyo lazima tujengeane uwezo. Hilo ni jambo ambalo tumelizungumza wote, nafikiri tulikubali. Lakini jingine tumelizungumzia sana, wote tumekubaliana kwamba elimu na malezi, haya ni mambo yanayofanana Kwa hiyo tukiwa na malezi sahihi, tukiendelea kutoa elimu, nafikiri tutakuwa tumepunguza ama kukomesha. TCRA kama mnafuatilia, tumeanzisha digital clubs mashuleni. Na hii ni yote hii kutoa elimu. Tumekutana na wakuu wa shule za sekondari wote. Tumeingia huko mashuleni primary kuhakikisha kwamba tunatoa hii elimu ya kutosha. Tumeanzisha kampeni ya kitaifa, nafikiri mnajua wote, inayoitwa Sitapeliki. Yote haya ni katika jitihada za kutoa elimu. Kwa hiyo sasa tuungane, wazazi, tuungane huko makanisani, misikitini, kila mahali tuitoe hii elimu. Kama wengine walivyosema, hii ni dunia nyingine. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunaifanyia kazi. Ili swala la umiliki wa line holela tumelifanyia kazi na tumebadilisha kanuni. Unajua binadamu kila siku ni mjanja. Ukiweka kanuni hii, yeye anapinda, anakwenda hivi. Kwa hiyo kama mmoja alivyosema, sheria zetu na kanuni tuwe tunazirejea kila wakati. Kwa hiyo hii kanuni ya line za simu imetoka mwaka huu, sio muda mrefu uliopita, ili tuione kama itaweza kuboresha na kupunguza hili wimbu la kuchukua line kiholela holela. Kwa hiyo kwa hayo machache, nafikiri nimefanya majumuisho, na tuendelee kushirikiana na tunajifunza. Hii ni sehemu ya kusikia wenzetu mnasemaje na mnatoa mawazo gani, ili wote kwa pamoja tupambane na hili swala la matumizi mabaya ya mtandao. Asante sana. Asante sana. Matias Hayole, tafadhali karibu tuhitimishe. Na mimi nahitimisha hii mada kwa kusema kwamba kwanza nakubaliana na maoni ya watu wote kwamba msingi mkubwa wa mmomonyoko wa maadili uko zaidi kwenye familia. Na pale ndipo tunapotakiwa tufanye intervention za kutosha. Moja wapo kwanza ni kulea watoto katika misingi ya imani, misingi ya utu, na wazazi wawe mbele kuwaongoza watoto katika masuala mbalimbali ya msingi. Wazazi wanatakiwa waongee na watoto wao kuhusu mambo mbalimbali, ikiwemo masuala ya mtandao. Kwa sababu kama ilivyosema mchangiaji mmoja hapo, kuna wazazi ambao wala hajui kama mwanae anamiliki simu, na kama hata hajui kwenye simu kuna nini. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo sisi tunaiona kama serikali. Na ndio maana tunafanya jitihada za kutosha kuelimisha wazazi kutumia njia mbalimbali. Tutumie mpaka viongozi wa dini tunawafundisha ili waende huko misikitini na makanisani wakatoa mahubiri na kufundisha mambo ya swala ya usalama wa watoto mtandaoni. Lakini pia tunatumia hizi platform za mashule. Kuna mchangaji mmoja, mwalimu hapa nafikiri alisema kwamba yeye hajawahi kusikia vitu kama hivyo shule. Lakini sisi katika mashule yote ya sekondari ya shule msingi tushafundisha wataalamu wa mikoa. Kwa mfano tumemfundisha afisa elimu wa mkoa, tumemfundisha afisa maendeleo jamii mkoa, tumemfundisha afisa usawa jamii mkoa, tumemfundisha afisa usimamizi mkoa, yaani hao wote tumewajengea uwezo na wataalamu ambao waliobea kuhusu masuala ya mtandaoni, ili waende sasa wakashushe zile elimu kule chini. Kwa hiyo tunaamini kabisa katika mashule wanafunzi watapata elimu ya kutosha kuhusiana na hii usalama wa mtandaoni. Na hii kingine cha mwisho ambacho nimekizungumza pale mwanzo, kwamba sisi kama serikali kazi yetu kubwa ni kutoa maelekezo na miongozo mbalimbali ya kwenda kwenye jamii kutoa elimu. Kama hiyo kitini cha elimu ya malezi tumekitoa,
Elimu ya malezi ambayo tumetoa kitini chake nacho kinafundisha masuala mbalimbali, hizi mila, desturi, tabia njema kwa watoto, jinsi ya kumlea mtoto. Kwa hiyo wazazi pia wanapata upana mkubwa wa elimu, kwa sababu hii swala mtandaoni alihusiana zaidi na mmomonyoko wa maadili peke yake. Kuna mahitaji ya mtoto ya msingi. Kuna wazazi wengine wanapa watoto wao simu, lakini mtoto ana kazi na simu. Wanafunzi, ndio maana wazaleta elimu ya kazaza wanafunzi sio na simu. Kumiliki simu mtoto unampa kitu cha luxury ambacho hakina msingi kwake. Yeye anapokuwa anahitaji kutumia kwa masomo au kwa nini, anakuwa kidogo umri umekwenda. Lakini mtoto anasapia anapewa simu. Sasa ya nini? Kwa hiyo kuna baadhi ya watoto wazazi wanaelekeza watoto wao. Wakiona kwamba wana hela au matajiri, wanaona mtoto kimpa simu kama zawadi ni kitu cha kujiproud, lakini kumbe anampa matatizo. Kwa hiyo mimi nafikiri wazazi wakielewa hili swala itasaidia zaidi kuliko vitu vingine kama sheria. Sheria tukisema tufanye sheria hapa, tutakamata wazazi wote, hata mmoja, kwa sababu wazazi wengi wana matatizo mengi ya mitandaoni. Kwa hiyo mimi naomba kama kuna uwezekano nitoe live kwa wazazi. Wazazi ndio wana jukumu kubwa la kusimamia hili jambo, hasa kwenye kuongoza watoto jinsi ya kutumia simu za mkononi na kompyuta, vitu vyote ambavyo vinahusiana na mtandao. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Dr. Harrison, karibu. Uhitimishe tafadhali. Naomba nipokee kuanzia hapo alipoachia mwenzangu. Nafikiri ndo maana ya malumbano ya hoja. Tutatofautiana kidogo katika baadhi ya maeneo. Linapokuja swala la simu na mitandao, teknolojia, watoto ni SGR, wazazi ni tractor. Watoto ni SGR, wazazi ni tractor inapokuja swala la teknolojia. Kwa sababu watoto wanauelewa mkubwa kuliko hawa wazazi, ambao wazazi, kitu ambacho wazazi wanacho ni uwezo tu wa fedha wa kuwa na device. Lakini inapokuja swala la kutumia, wao wako mbele kuliko hawa wazazi. Sasa nani amsaidie mwenzake? Ni mtoto amsaidie mzazi au mzazi amsaidie mtoto? Kwa hiyo inabidi wazazi wajielimishe, wawe na uwezo mkubwa sana. Na swala la simu, teknolojia, hao wanaodukua ili jamii iweze kuendelea kiteknolojia, watoto wanatakiwa wapate hii elimu tangu chini. Ndio tutakuwa na watu mahiri, wabunifu. Hii tunayo generation Z, lakini hao watoto ni generation alpha tayari inakuja. Inatakiwa wawe na uwezo mkubwa sana wa kutumia vifaa kwa ufasaha unaohitajika. Kwa hiyo kitu kikubwa ni elimu. Katika mashule inatakiwa tubadilishe mitaala. Swala la ulinzi na usalama wa matumizi ya hivi vifaa iingie kwenye mitaala yetu, tuwe nayo. Kwa hiyo hili ni msingi sana. Sisi kama watafiti, nimeona hapa kuna gap la kitafiti. Hatuna takwimu nyingi za kutosha za kusaidia kuja na afua mbalimbali. Tunazo chache, lakini bado kuna haja ya kufanya tafiti zaidi ili tuwe na afua za kutosha zinazo tokana na tafiti mbalimbali. Kwa hiyo mimi niseme tu katika hili swala, ni swala ambalo ni pana, ni jukumu la makampuni ya simu wawe na miongozo, wawe na sera ya matumizi. Sio tu mtu ananunua simu unapewa tu ile manual, lakini kampuni ya simu ina mchango gani? Natakiwa na wao wawe na elimu ya watumiaji kabla hata kutoa hizi simu, au unaponunua simu uwe na hiyo miongozo ambayo itatusaidia. Kwa hiyo najua hata vipindi au mashirika ya vyombo vya habari na nini, na wao natakiwa na vipindi hivi vya mara kwa mara kutoa elimu ya mara kwa mara kwa jamii. Unaweza kumwokoa mtu mmoja, kwa sababu athari hizi tunazoziona sio tu kwa yule anayeandaa maudhui. Kuna wale wanaokaa tu wanaangalia. Kuna watu wengine wanasikitika. Kwa hiyo elimu inatakiwa ende kwa mapana zaidi. Asante sana. Yusuf, karibu. Asante sana. Katika kuhitimisha, kwanza nianze na kutolea ufafanuzi. Nilisema kwamba sheria yetu ya usalama mtandao, Cyber Crime Act, matumizi yake yalianza rasmi tarehe 1 Septemba 2015. Hilo ni la kwanza. La pili, kuhusiana na masuala ya elimu. Ni kweli tumesikia hapa wengi wamezungumzia capacity building, kwamba tuongezee watu wetu uwezo, na wakasisitiza kwamba walioko ndani wanaweza wakawa na uwezo mdogo kuliko nje, na ndio maana nikasema elimu iwe inatolewa sasa na halafu. Lakini swala lingine nilisema kwamba kulikuwa kuna swala la kampeni. Mmoja alizungumza hapa nikanote kwamba zinatakiwa zifanyike. Kampeni zimekuwepo na zitaendelea kuwepo, na binafsi niliongoza na wenzangu
kampeni mahususi na maarufu sana ya mwaka 2022 Cyber Security Awareness Month, na tulizunguka takriban nchi nzima na watu wengi walifikiwa, lakini naamini kuna zaidi kinatakiwa kufanywa ili tuweze kufika pazuri. Mwingine alizungumza hapa, alienda akaibiwa simu halafu akaambiwa toa pesa. Niwasisitize na niongee hii watu wanielewe vizuri kwamba hakuna polisi anayeruhusiwa unapopeleka kesi ya kuibiwa simu akuitishe fedha utoe ili upatiwe simu. Hilo ni swala ambalo haliko, na kama ni mtu mmoja amekuuliza ni utovu wake mwenyewe wa maadili, lakini taratibu za polisi, na bahati nzuri nimehudumia kitengo hicho cha kudhibiti uhalifu mtandao nchini, Cyber Crime Unit, tunakubaliana kimsingi hakuna malipo yanatakiwa kufanywa. Kwa hiyo wananchi, huduma hiyo inatakiwa itolewe bure. Huyo aliyoitishwa pesa sijui ilikuwaje. Lingine nataka kutolea ufafanuzi, ilizungumzwa hapa upatikanaji wa takwimu, na naamini kabisa upatikanaji wa takwimu kweli ni changamoto, na kama tutakuwa na takwimu sahihi na watu wakajua watu wangapi wamechukuliwa hatua, hali imekuaje, na hakika matatizo watu watapata kujifunza kutoka kwa wenzao. Kama tulivyoona nchini Uingereza, watu 215 walikamatwa kutokana na utovu wa nidhamu katika mitandao hivi tu karibuni, na sisi nafikiri tunatakiwa kuwa wawazi na wakweli na kuongea haya mambo kwa uwazi ili watu waweze kujifunza kutoka kwa hayo. La mwisho kabisa na nataka kusisitiza ni kwamba kila mmoja afahamu sasa hivi, kuna mmoja amezungumza hapa, line zinasajiliwa na watu wengi. Unatakiwa ukisajili line kunaenda kwenye *106 kuhakiki NIDA yako imesajili line ngapi. Na ukiona laini ambazo zimesajiliwa na NIDA yako haziko, futa ama toa taarifa kwa mamlaka husika ziweze kuchukuliwa hatua. Kwa sababu kila mtu, swala la usalama, swala la kujilinda, swala la kuhakikisha mitandao inatumika vizuri ni jukumu la kila mmoja, na kila mmoja wetu lazima acheze nafasi yake ili sote tuweze kubakia salama na tunufaike na teknolojia ambayo tunatumia kwa sasa. Asante sana. Karibu. Asante. Na mimi kwa kuhitimisha, nitasema vitu vichache tu kwa sababu ya muda. Kwanza, wote tutambue kwamba matumizi ya mtandao ni uraibu, kama ilivyokuwa uraibu wa vitu vingine vyote vya madawa ya kulevya na kitu kama hicho. Kwa kama tunatumia mitandao ya kijamii, tuanze kujichunguza sisi wenyewe. Uraibu wetu umefikia kiwango cha aina gani? Ili kama kimefikia kiwango kikubwa, tuanze kupunguza. Kingine, niongee na vijana. Wengi wamezungumza hapa kwenye hili jukwaa, lakini niwakumbushe kwamba sasa hivi waajiri wengi wanaangalia mitandao ya kijamii. Kwa kama unajikita kwenye kuandika taarifa ambazo ni za uongo, unatukana, unafanya nini, na uko chuo na baadaye unataka kuja kuajiriwa au kuja kuwa kiongozi, sahau. Kwa sababu sasa hivi watu wanafanya background check, na hata juzi tu Marekani wametangaza kwamba ukienda kuomba visa wanaangalia wewe unasema nini kwenye mitandao ya kijamii. Kwa nini kifanyike tena? Mimi nashauri serikali iwekeze kwenye kuwasaidia vijana vioni waweze kufanya kitu ambacho ni incubators, waweze kuwasaidia vijana watengeneza hata mitandao yetu sisi wenyewe. Kwa mfano nchi kama China wana mtandao wenyewe ambao wana udhibiti, hawatumii mitandao ya nchi zingine. Na lingine pia ni serikali kwa kupitia wizara, ikiwezekana kama nilivyosema hapo awali, tujitahidi tuweze kuwa na wizara maalum ambayo itakuwa ni ubunifu pekee, ambayo hii inaweza ikatusaidia kuepukana na mambo kama ambayo yametokea hivi karibuni. Na kingine ambacho pia nataka niongezee ni kwamba afya ya akili sio kwa wakubwa tu. Na Dr. Nditi amesema, ukichunguza wazazi wengi sasa hivi, mama akitaka apike vizuri kama na mtoto mdogo, anamwekea mtoto katuni ili aendelee na shughuli zake. Alafu yeye anafikiri hilo ni jambo zuri sana. Unamtengenezea mtoto uraibu ambao anaanza akiwa mdogo hata kuja kuacha. Kwa haya matatizo ambayo tunayaona ni kwa sababu tumeanza nayo akiwa wadogo. Kwa niongee na wazazi, niwaambie kwamba kumpa mtoto simu kafikiria kwamba unamdhibiti kwa kumpa simu, kumwekea katuni ulifanya mambo yako, unakuwa unamtengenezea uraibu, na matokeo yake ndo anakuja kutengeneza hiki kitu hapa. Nashukuru sana. Asante sana. Asante sana mtazamaji, asante sana msikilizaji wetu wa Radio 1. Asante kwa kutupigia simu hapo. Asante pia kwa kutufuatia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Usiku huu mada kubwa ilikuwa nini kifanyike kukomesha matumizi mabaya ya mitandao, kusambaza chuki, upotoshaji na taarifa za taharuki kwa umma na kuharibu maadili. Tulibatika kuwa nao studioni usiku huu Bwana Andrew Kisaka akiwa ni meneja huduma za utangazaji kutoka TCRA, lakini pia tulibatika kuwa naye Bwana Matias Haule akiwa ni mkurugenzi msaidizi haki na maendeleo ya mtoto kutoka Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Lakini pia tulikuwa naye Dr. Herzon
Onditi akiwa ni mhadhiri mwandamizi chuo kikuu cha Dar es Salaam kampasi ya Dusi, lakini vile vile akiwa ni mtafiti. Lakini pia tumebahatika kuwa naye Yusufu Kileo akiwa ni mtaalamu wa usalama wa mtandao na uchunguzi wa makosa ya kidijitali kutoka bodi ya wakurugenzi wa tehama nchi za bara la Afrika. Lakini pia tumebahatika kuwa naye bwana Michael Maru akiwa ni mjumbe wa kamati ya kitaifa ya ulinzi wa mtoto mtandaoni. Lakini pia tuwashukuruni sana nyinyi wote ambao mmeweza kushiriki nasi usiku huu. Tunasema kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na tamati ya kipindi hiki ndio mwanzo mzuri wa maandalizi ya kipindi chetu kingine kijacho katika wiki lijalo. Mimi ni Jacqueline Slem kwa niaba ya timu nzima ifanyisha kipindi hiki tunasema asante. Tafadhali endelea kutazama ITV na kusikiliza Radio 1 hadi wakati mwingine.